Amen. Ukimwangalia Yesu wakati yuko hapa duniani, ukimwangalia Yesu ukaangalia maisha yake wakati yuko hapa duniani kwenye zile Injili 4 zile, utaona vitu vifuatavyo. Cha kwanza, utamuona mtu ambaye alikuwa na ufanisi sana. Alikuwa very effective kwenye kila kitu ambacho alikuwa anakifanya. Kuna kipindi baada ya Yesu kuwa amemfufua Lazaro, Biblia inasema, ukisoma pale kwenye kitabu cha Yohana mwishoni kule, Biblia inasema wale wakuu wa Wayahudi wale na Mafarisayo wakaitana, wakasema, tunafanya nini? Huyu mtu tukimwacha nchi nzima itamfuata. What are we going to do? Yaani ulikuwa ukimwacha Yesu tu aamke asubuhi, apige mswaki, anywe chai, alafu atoke nje aendelee tu kuwa Yesu, yaani awe yeye, mwisho wa siku nchi nzima inamfuata. That is how effective he was. Alikuwa ni mtu mwenye ufanisi sana kwenye mambo aliyoyafanya. Alikuwa ni mtu mwenye ufanisi sana kwenye mambo aliyoyafanya. Yesu Kristo alikuwa na ufanisi kiasi kwamba aliondoka hapa duniani kwenye mwili, alivyokuwa katika mwili. Ameondoka zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Lakini hadi leo misemo na maneno ya Yesu ndio yanaongoza kwa kutumiwa duniani. Mambo ambayo Yesu aliyasema. Na mind you, Yesu hakuandika kitabu chochote yeye mwenyewe. Yaani hakuna kitabu ambacho kiliandikwa kwa mkono wa Yesu mwenyewe. Kwa hiyo Yesu hakuacha kitabu. Yesu hakujenga jengo lolote la kanisa. Kwa hiyo Yesu hakuacha jengo. Lakini leo hii kuna vitabu kwa mamilioni vilivyoandikwa kuhusu maneno ya Yesu. Kuna majengo ambayo idadi yake ni ya kutisha, ambayo yamejengwa kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa Yesu leo hii anaongelewa kama vile yuko hapa sasa hivi katika mwili, lakini aliondoka miaka 2000 iliyopita. Ili uweze kufanya hivyo lazima uwe ni mtu ambaye una ufanisi wa kiwango cha juu. Lazima uwe ni mtu ambaye una ufanisi wa kiwango cha juu. Ukiangalia maisha ya Yesu, kitu cha kwanza utaona ufanisi. Cha pili, utamuona mtu ambaye alijaribiwa katika mambo yote lakini hakutenda dhambi. Kwa hiyo utamuona mtu ambaye aliyapitia majaribu yote ya hapa duniani. Yaani kimsingi hakuna hata ishu moja wewe unayoipitia ambao utaenda kwa Yesu umwambie afu akwambie mimi hiyo ishu siijui. Hicho kitu mimi sijawahi kukipitia, sikifahamu kabisa. Yesu alijaribiwa katika kila namna, kwenye kila kona. Kuna mtu labda ambaye baba yake amefariki na yeye ndio firstborn wa kiume labda au wa kike, alafu ameachiwa jukumu la kuiangalia familia. Mtu wa hivyo akienda kwa Yesu, Yesu naye anakuelewa, maana na yeye ameshawahi kupitia kwenye situation kama ya kwako. Historia inaonyesha kwamba Yusufu baba yake Yesu alifariki kabla ya Yesu kuondoka duniani. Na ndio maana kwa mfano unajua Injili zile zilivyokaa, zile Injili ya Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Marko na Mathayo walifocus zaidi kwenye mwaka wa 3 wa huduma ya Yesu. Yaani waliandika zaidi kuhusu mwaka wa 3 wa huduma ya Yesu. Na Yohana ameandika zaidi kuhusu mwaka wa 1 na wa 2 wa huduma ya Yesu. Ndio maana kuna vitu unavikuta kwa Yohana kule havipo kwa wale wengine. Mfano harusi ya Kana, kuna vitu mazungumzo kati ya Yesu na Nikodemo. Kuna vitu unavikuta kwa Yohana ambavyo vilifanyika mwaka wa 1 na wa 2 wa huduma ya Yesu. Lakini Marko pamoja na Mathayo wao wamefocus zaidi kwenye mwaka wa 3 wa huduma ya Yesu. Sasa Yohana huyu nataka nikuonyeshe huo mstari. Yohana ambaye ameandika kuhusu mwaka wa 1 zaidi na wa 2 wa huduma ya Yesu, anasema hivi kwenye Yohana 6:42. Anasema, wakasema, hawa ni watu sasa, je, huyu siye Yesu mwana wa Yusufu ambaye tuamjua babaye na mamaye? Sasa asemaje huyu nimeshuka kutoka mbinguni? Wanajiuliza, huyu si Yesu mwana wa Yusufu? Haya, sasa rudi huyu, kumbuka anaandika zaidi kuhusu mwaka wa ngapi? Wa 1 na wa 2. Kwa hiyo inaonekana kwenye mwaka wa 1 na wa 2 wa huduma ya Yesu, Yusufu alikuwepo, baba yake Yesu yule wa hapa duniani. Lakini ukienda mwaka wa 3 sasa wa huduma ya Yesu, ukienda Marko 6:3 pale, Biblia inasema huyu si yule seremala mwana wa Mariamu, sio mwana wa Yusufu tena, na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni, na maumbu yao wake wako hapa petu, wakajikwaa kwake. Kwa hiyo scholars wanasema probably Yusufu alifariki kabla ya mwaka wa 3 wa huduma ya Yesu. Lakini pia ushahidi mwingine kwamba Yusufu hakuwepo
Ni ukweli kwamba kama Yusufu angekuwa hai, Yesu asingemwacha Mariamu pale msalabani kwenye mikono ya Yohana. Alimwambia Yohana amwangalie yule mama kwa sababu mume wake hakuwepo. Kwa mtu fulani ambaye labda amefiwa na wazazi, ukienda kwa Yesu ukamwambia Yesu, the pressure is too much for me, na wadogo zangu, mimi mwenyewe nategemea bumu, lakini na wadogo zangu wapo sekondari wananitegemea, na mama yangu ambaye yuko kijijini na yeye ananitegemea, I need your help. Yesu anakuambia hiyo hali mimi naijua, na mimi nishapitia, nishaikuwa breadwinner nikiwa bado ni bachelor, ni kijana mdogo, na mimi nikawa nategemewa. Kwa hiyo hakuna issue yote utaenda kwa Yesu akwambie mimi hiyo siijui. Kuna mtu mmoja akasema, Bwana Yesu hajawahi kuoa, kwa hiyo mimi changamoto zangu za mahusiano Yesu atazisikia tu, lakini hazijui, ndio maana nikimwomba anielewe. Huyu mtu akaambiwa hivi unajua kwamba Yesu anaitwa yeye ni wewe unaitwa ni bibi harusi wa Kristo. Kwa kama wewe ni bibi harusi, maana yake Yesu ni nani? Ni bwana harusi. Tukamuuliza, je, wewe umeshawahi kumpa Yesu changamoto yote tangu umeokoka? Kanisa ndio linaitwa bibi harusi wa Kristo. Hivi kanisa limenyooka kweli? Changamoto zote ambazo tumempa Yesu kama kanisa ni changamoto za mahusiano. Kwa kama tumeshawahi kumsaliti Yesu, maana yake Yesu anajua hata namna ya kuishi na mwenzi ambaye sio mwaminifu. Kwa hata mtu ambaye mke wake anachiti au mume wake anachiti, akienda kwa Yesu, Yesu anamuelewa. Kuna mtu akasema, Bwana Yesu hakuwa na watoto, kwa hiyo mimi issue zangu za malezi hazielewi. Tukamwambia hivi, wewe ni mtoto wa nani kwanza? Kama wewe ni mwana wa Mungu, changamoto zako zote unazozifanya wewe unafanya changamoto za mtoto kwa mzazi ambaye ni Yesu. Kwa hiyo Yesu anajua changamoto za mtoto kama wewe na wengine kama wewe pia. Kwa hiyo hakuna issue yote utaenda kwa Yesu akwambie mimi hiyo issue siijui kabisa. Akwambie mimi hiyo issue siijui. Ndio maana Waebrania 4:15 inasema kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana na sisi katika udhaifu wetu, lakini tunaye mmoja ambaye alijaribiwa kwa kila namna. Hebu sema alijaribiwa kwa kila namna. Kama vile sisi tujaribiwavyo, lakini yeye hakutenda dhambi. Yaani majaribu yote wewe ambao umeshawahi kuyapitia, yote Yesu Kristo amejaribiwa kwa hayo na hakutenda dhambi. Hakutenda dhambi. Kwa ukiangalia pia maisha ya Yesu, kwa unamwona mtu ambaye alijaribiwa kwa kila namna. Kwa hautakuwa na excuse kwa mbele za Mungu kwamba mimi nilijaribiwa sana ndio maana nikatenda dhambi. Yesu atakuwepo kama mfano wa mtu ambaye alijaribiwa alafu hakutenda dhambi. Lakini pia ukiangalia maisha ya Yesu, unamwona mtu ambaye alikuwa na utulivu sana wa ndani. Alikuwa na utulivu sana wa ndani. Scholars wanasema Jesus had a soothing personality. Yaani Yesu alikuwa ukikaa naye hivi yani mazingira yako tu yote yanakuwa calm. He had a soothing personality. Alikuwa ni mtu ambaye huku ndani ana utulivu. Hivi unajua kwenye Injili zote 4 Yesu hajawahi kukimbia sehemu yoyote. Yaani hakuna hata mahali ambapo Yesu alikuwa amechelewa mahali akakimbia. Na unajua huwezi kukimbia huku nje kama huku ndani ukimbie. Yaani kukimbia huwa kunaanzia ndani. Unaanza kukimbia huku mapigo ya moyo alafu viungo vina catch up. Akili yako kwanza inakwambia now it's time to run. Sasa Yesu alikuwa na utulivu kiasi kwamba yaani kama yuko njiani anaenda kumponya yule binti wa miaka 12, alafu akawa interrupted na mwanamke anayetoka damu. Akamgusa pindo la vazi lake, ikabidi ageuke kwanza ashughulike na huyu mwanamke. Yaani alikuwa hana shida, hana haja ya kuharakisha. Kama wewe binti utakufa, tukija tutakufufua, lakini hatutakimbia. Sasa scholars wanakiita hiki kizazi, watafiti, hiki kizazi hiki cha Gen Z kinaitwa the anxious generation. Kama kuna kitu ambacho ni dominant kwa Gen Z ni anxiety. Hakuna utulivu wa ndani. Hakuna utulivu wa nafsi. Na social media ukiongeza hapo ni moto kwenye petroli. Ni kujilinganisha, ni kufanya vitu, ni fear of missing out. Yaani mtu yuko amekaa hapa anawaza nitakuwa nakosa kitu mahali fulani. Kuna kitu kinatokea. Juzi nilikuwa nasoma kuhusu vijana majenzi wa Marekani ambao wamerubuniwa. Waliambiwa kwamba kuna event ya entertainment inaenda kufanyika kwenye visiwa huko vya Barbados. Wakajisajili kwa wingi mtandaoni, wakalipia, wakakata tiketi za ndege, wakaenda, alafu wakafika kumbe hamna event yoyote. Yaani ilikuwa it was a scam. Walikuwa wamedanganywa.
Kwa nini wameenda? Wengi wao wakawa abandoned, ndio wamekaa kwenye airport huko, hawajui pa kwenda. Kwa nini wameenda? Wanasema wameenda kwa sababu walikuwa wana hofu kwamba wasipoenda watakosa hicho kitakachofanyika huko. Hiyo ndio inaitwa FOMO, fear of missing out. Sasa kama kuna kitu ambacho ni dominant ambacho kinapelekea hadi changamoto za afya ya akili ni anxiety. Lakini ukimwangalia Yesu unamuona mtu ambaye alikuwa very calm. Yaani hata ile siku ndio ameenda kukamatwa pale usiku. Watu wamekuja na marungu na mapanga. Lakini imagine Yesu ana utulivu kiasi kwamba anaweza akanotice mtu amekatwa sikio, akainama, akalichukua, akalirudisha. Hebu imagine wewe, achana na polisi, aje mgambo tu kukukamata. Hivi utakuwa una muda wa kuhangaika na mambo ya watu wengine? Sasa jamani, mimi mwenyewe na mambo yangu ya kutosha tu, saizi ngoja kwanza nimalizane nayo. Lakini Yesu alikuwa na utulivu kiasi kwamba hata katikati ya pressure he was calm under pressure. That is Jesus. Kuna mahali fulani nataka niende na wewe. Kwa hiyo twende taratibu. Hivi vitu tunavyovisema vinatupeleka mahali fulani. Kwa hiyo ukimwangalia Yesu unamwona mtu ambaye alikuwa na utulivu wa ndani. Ukimwangalia Yesu kitu kingine unamwona mtu ambaye alikuwa na matokeo. Mtu ambaye alikuwa effective, alikuwa na matokeo. Na unajua Yesu alipokuwa hapa duniani hakufanya vitu tu kwa sababu alikuwa ni Mungu. Yesu hajawahi kuacha kuwa Mungu. Alipokuwa hapa duniani alikuwa ni Mungu 100% na alikuwa ni mwanadamu 100%. Kuna watu nimekuwa nikiwasikia hii wiki wanawaambia watu kwamba Yesu hapa duniani hakuwa Mungu. Ni muhimu sana uangalie unasikia nini. Biblia inasema angalieni namna mnavyofanyaje? Mnavyosikia. Kwa hiyo Yesu hakuwahi kuacha kuwa Mungu. Alipokuwa hapa duniani alikuwa Mungu. Huyo mtu aliyeenda kwenye hiyo event akati ananiambia, bwana, Yesu hapa duniani alikuwa kama mimi tu. Alikuwa kama mwanadamu tu aliyejaa Roho Mtakatifu. Kwa kila kitu ambacho mwanadamu aliyejaa Roho Mtakatifu anafanya, Yesu anafanya. Hiyo ni kweli nusu. Nikamwambia okay, sawa, wewe si mwanadamu uliyejaa Roho Mtakatifu. Yesu alimewaambia watu mara kadhaa kwamba umesamehewa dhambi zako. Sasa wewe mwanadamu uliyejaa Roho Mtakatifu, niambie ni lini ulimsamehe mtu dhambi? Ni lini? Yesu, mojawapo ya vitu vinavyothibitisha kwamba Yesu akiwa hapa duniani alikuwa Mungu, Yesu alikuwa anasamehe dhambi. Yesu alikuwa anafanyaje? Alikuwa anapokea ibada. Alikuwa anaabudiwa. Wewe mwanadamu uliyejaa Roho Mtakatifu umeabudiwa lini mara ya mwisho? Kwa Yesu hakuwahi kuacha kuwa Mungu. He was both. Alikuwa Mungu 100% na mwanadamu 100%. Na kwa vitu alivyovifanya hapa duniani Yesu alikuwa pia anavifanya kama mwanadamu aliyejaa Roho Mtakatifu. Ndio maana anasema wale wanaomwamini yeye watafanya kazi kubwa kuliko zile yeye alizozifanya, ambao ni wewe na mimi. Kwa ukimwangalia Yesu unamwona mtu ambaye alikuwa na matokeo. Sasa haya matokeo aliyatoa wapi? Haya mambo yote niliyokutajia kuanzia mwanzo. Yesu, nini ilikuwa ni siri nyuma ya maisha ya Yesu? Siku zote ukisoma Biblia cha kwanza, kuanzia mwanzo hadi Ufunuo, ukiwa unasoma Biblia cha kwanza mtafute Yesu. Unajua Biblia inamhusu Yesu Kama ni Agano Jipya litakuwa linakupoint kwa Yesu kwamba Yesu anakuja. Kwa ukisoma Mungu akachinja mnyama pale kwenye kitabu cha Mwanzo, wewe muangalie Yesu. Mtazame Yesu. Ukimsoma Yusufu, usiishie kwa Yusufu. Msome Yusufu kwa jicho la Yesu. Ukimsoma Musa pamoja na sheria zake zile, wewe msome Musa kwa jicho la nani? La Yesu Kristo. Na ukija sasa kwenye Injili, huko hayo ndio maneno sasa, ndio udhihirisho sasa, ndio ukamilifu sasa Yesu Kristo unakutana naye. Kwa hiyo unasoma Biblia cha kwanza muangalie Yesu, cha pili angalia kanuni. Angalia principles ambazo wewe ukizitumia kwenye maisha yako zitabadilisha maisha yako. Sasa ukisoma Injili zile 4 utaona kanuni ambazo Yesu alizitumia akiwa hapa duniani zikafanya akaweza kuwa na ufanisi aliyokuwa nao, ambao pia wewe na mimi hizo kanuni tunaweza pia tukazitumia na zikatupa matokeo kama ambayo Yesu Kristo alikuwa nayo. Kwa hiyo ukiangalia maisha ya Yesu, kanuni ambayo utaiona ya kwanza kwa ukubwa, utagundua kwamba Yesu alikuwa na haya mambo niliyoyasema hapo juu, kwa sababu Yesu alikuwa ni mtu anayeziishi nidhamu za kiroho. Hebu sema nidhamu za kiroho. Yesu Kristo alikuwa ni mtu anayeziishi nidhamu za kiroho. Nidhamu za kiroho ni zipi? Naomba nikutajie kabla sijaanza kukuonyesha kwenye maandiko. Nidhamu za kiroho ni maombi. Nidhamu za kiroho ni kusoma na kutafakari neno. Nidhamu za kiroho ni mifungo. Nidhamu za kiroho ni kuwaambia watu wengine habari za Yesu. Yesu alikuwa ni mtu wa habari njema.
Alikuwa ni mtu anayesema habari njema asubuhi hadi jioni. Nidhamu za kiroho ni kuchagua kuishi maisha matakatifu, kuchagua kumwishia Mungu. Nidhamu za kiroho pia zinahusisha kuhudhuria ibada kama hivi. Hii ni spiritual discipline. Just to mention a few. Kwa ukimwangalia Yesu unamwona mtu ambaye aliziishi nidhamu za kiroho. Kwa mfano ukisoma Marko 1:35. Marko 1:35 inasema hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Huyo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa ni mtu anayezianza siku zake alfajiri na muda na Mungu. Alikuwa anaanza siku zake alfajiri kwa maombi. Kabla ya kuchagua wanafunzi wake 12, ukisoma Luka 6:12 hadi 13. Luka 6:12 hadi 13, kabla Yesu hajawachagua wale wanafunzi 12, Yesu aliomba usiku mzima. Alikuwa na mkesha wa maombi. Ndio aliposhuka akaenda kuwachagua wale wanafunzi 12. Kipindi kile wanafunzi wa Yesu walipomuona anatembea juu ya maji, unakumbuka ile Petro akamwambia Yesu, kama ni wewe niamuru nije. Yesu alikuwa ametoka mlimani kuomba. Hadi usiku wa manane alikuwa kwenye maombi. Kwenye mlima wa mgeuko, unakumbuka pale mlima wa mgeuko Yesu akatokewa pale na Elia pamoja na Musa, si ndio? Yesu alikuwa anaomba. Yaani Yesu aliomba hadi ule uungu wake ukadhihirika. Ukadhihirika kwa katika utukufu. Lakini hayo yote, hiyo transfiguration, ndio maana inaitwa the Mount of Transfiguration. Hiyo transfiguration ilitokea kwenye maombi. Yesu alikuwa kwenye maombi. Kabla Yesu hajakamatwa, unakumbuka wakati anawaambia wanafunzi wake hamjaweza kukesha nami hata kwa saa moja. Kabla Yesu hajakamatwa, ule utulivu aliokuwa nao wakati anakamatwa, huo utulivu aliupata kwa sababu kabla hajakamatwa alikuwa ameomba masaa 3. Non stop. Miaka mingi baadaye mwandishi wa Hebrania anafanya flashback, anatuonyesha, anatupa sasa hivi ana benefit of hindsight. Anaweza akaangalia nyuma kwenye maisha ya Yesu. Kwa anatupa dirisha kwenye maisha ya Yesu, anatuonyesha kwamba Yesu aliishije alipokuwa hapa duniani. Waebrania 5:7 inasema yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezee kumuokoa na kumtoa katika mauti, maombi. Hebu sema maombi na dua, pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Anatuambia kama kuna kitu kimoja ambacho kilikuwa consistent, hiyo ni Waebrania 5:7, kwenye maisha ya Yesu Kristo. Yesu alikuwa ni mtu wa maombi. Yesu alikuwa ni mtu ambaye maisha yake ukiangalia ni mtu anayeomba. Sio mara moja, ukisoma Injili utagundua walikuwa wanamtafuta Yesu mara tu amechoropoka ameondoka. Ameenda kuomba, wanamtafuta hawamuoni. Kwa hata alipokuwa hana muda, Yesu alitengeneza nafasi ya kwenda kumuomba Mungu. Yesu Kristo alikuwa ni mtu wa neno. Nimekuambia neno ni nidhamu ya kiroho pia. Yesu Kristo alikuwa ni mtu wa neno. Tumeongea sana kuhusu neno jana Ijumaa pamoja na Jumatatu pale KSMC. Hizo video ziko YouTube kwenye akaunti yangu, unaweza ukasikiliza kwa kina. Lakini Yesu Kristo alikuwa ni mtu wa neno. Kwa mujibu wa watafiti, kwenye zile Injili 4 zile zenye maneno ya Yesu, Yesu amenukuu mara 14 kutokea kwenye Agano la Kale. Unajua Agano la Kale ndio ilikuwa Biblia kipindi cha Yesu. Kwa kwenye hiyo Biblia iliyokuwepo kipindi chake, amefanya reference mara 14. Na kwenye hizo reference 14 amenukuu ile moja kwa moja mara 78. Na mind you, Yesu hakufanya hivyo kwa sababu yeye ni Mungu. Alikuwa ananukuu kwa sababu alikuwa amesoma. Ndio maana Biblia inasema akachukua chuo cha Isaya, akatafuta mahali palipoandikwa Roho wa Bwana yuko juu yangu. Kwa nini alipatafuta hapo mahali palipoandikwa? Alipatafuta hapo mahali palipoandikwa kwa sababu alikuwa anapajua. Alikuwa ameshawahi kupasoma. Anamwambia shetani imeandikwa. Mtu akisema imeandikwa maana yake ni nini? Maana yake nimesoma. Kama usomi maandishi hayana maana. Angekuwa Yesu hajasoma angesema nilisikia kipindi hicho niko mbinguni wanasema kwamba umsujudie Bwana Mungu wako peke yake. Lakini anasema imeandikwa kwa sababu amesoma. Unajua mojawapo kati ya ushahidi wa kisomi kwamba Agano la Kale ni neno la Mungu. Unajua kuna watu wanasema si historia ya Yona ni ya kutunga. Kuna watu wanajaribu kuleta changamoto.
kwenye maandiko, hawajafanikiwa. Lakini mojawapo kati ya ushahidi wa kisomi kwamba Agano la Kale ni neno la Mungu ni kwa sababu Yesu mwenyewe amelinukuu. Kwa mfano ukisema story ya Yona ni ya kutunga, tutakwambia mbona Yesu aliitumia? Kwamba Yesu Mungu hajui kwamba hii ilikuwa ni story ya kutunga. Ukisema kwamba mwanamke wa Sarepta hakuwa kweli, sio kweli, tutakwambia mbona Yesu alimtaja yule mwanamke? Ukisema Danieli hakuwa mtu halisi, tutakwambia mbona Yesu alimzungumzia? Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa akiongea anatoka maandiko. Yaani ukiwa unapiga story na Yesu, yaani katikati ya mazungumzo tu sentensi zake zitakuwa ni maandiko. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni mtu wa neno. Na kuwa mtu wa maombi na mtu wa neno ndio kuliko mpa yale matokeo ambayo tuliyaona pale juu. Tuliyaona pale juu. Unajua mtu wa kwanza kufunga kwenye Agano Jipya ni Yesu mwenyewe. Yesu amefunga siku 40. Ukiacha yale maombi yale ya Mafarisayo waliokuwa wanafunga na Yohana pamoja na wanafunzi wake walikuwa wanafunga, lakini unakutana na maombi ya Yesu Kristo ya siku 40. Yesu alikuwa ni mtu wa mifungo. Yesu alikuwa ni mtu wa Injili, alikuwa ni mtu wa kusema habari njema. Yaani ukienda kwake kama Nikodemo ameenda kwa Yesu, anamwambia mwalimu, tunajua kwamba wewe umetoka kwa Mungu kwa sababu mtu hawezi kufanya ishara hizi isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Hebu imagine wewe mtu amekuambia hivyo, umekutana na mtu ambaye hajaokoka, alafu akakwambia tunajua kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Kwa sababu hapa chuoni jinsi unavyoishi, huwezi kuishi hivi unavyoishi isipokuwa Mungu yuko pamoja na wewe. Bila shaka ungejisikia vizuri, si ndio? Ungeweza tu kumwambia nashukuru, labda hata ungemkumbatia. Mwambie nashukuru sana kwa kunifuatilia na kuona kwamba mimi ni mtu wa Mungu. Alafu labda ungeenda naye cafeteria mkapata chai, alafu ikaishia hapo. Usingependa kumkwaza huyo mtu. Lakini Nikodemo amemaliza tu sentensi ya mwisho. Yesu anamwambiaje? Anamwambia lazima uzaliwe mara ya pili. Yaani usilete sifa hapa. Umenisifia lakini lazima uzaliwe mara ya pili. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Yaani right away Yesu ameanza kumpiga Injili. Yesu anakutana na mwanamke yule Msamaria. Anambia nipe maji. Yesu amekaa pale. Yaani sentensi ya kwanza ya pili mtu anapigwa Injili. Huyo ndo Yesu Kristo. Na kuwaambia watu wengine habari njema, hiyo ni nidhamu ya kiroho. Ukiwa ni mtu unayesema habari njema, moto wa Mungu hautakaa uzimike ndani yako. Unajua wanasema ukimuongoza mtu sala ya toba, unajisikia kama ambavyo ulijisikia siku ulipookoka wewe mwenyewe. Hiyo ni hapa duniani, yani bado usa mbinguni. Thawabu yake. Kwa hiyo kuna muda tunapambana na depression si na nini kwa sababu hatuhubiri Injili. Wewe siko umejaa roho unahubiri Injili afu uwe na depression. Unaongoza watu sala ya toba, alafu hiyo nguvu inayofanya kazi kwa mtu mwingine isifanye kazi kwako. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa ni mtu wa nidhamu za kiroho. Kwa hiyo Yesu alikuwa on fire kwa sababu aliziishi nidhamu za kiroho. Alikuwa na ufanisi kwa sababu aliziishi nidhamu za kiroho. Alijaribiwa lakini hakutenda dhambi kwa sababu alikuwa anaziishi nidhamu za kiroho. Unajua kuna mtu ambaye ni Mkristo mwenye nia njema sana. Anampenda Mungu, anajitahidi, lakini changamoto yake ni kwamba kila akijaribiwa anatenda dhambi. Kwa anakuwa ni mtu wa kuanza upya kila siku. Anakuwa ni mtu wa kuanza upya kila siku. Yaani ni kama mtu anaenda safari ndefu, afu amefika sehemu barabara ni tambarare vizuri, amepanga gia zake vizuri hadi gari sasa imekolea, afu kila mara kuna mtu anamrudisha nyuma hadi anazima gari inabidi aanze moja. Kwa kuna mtu anampenda Mungu lakini changamoto yake ni kwamba kila akijaribiwa anatenda dhambi. Kilichofanya Yesu alipojaribiwa kutenda dhambi ni kwa sababu alikuwa ni mtu anaishi kwa kanuni. Alikuwa anaziishi nidhamu za kiroho. Kuna mtu ni Mkristo mzuri tu hadi pale ambapo atapata fursa sasa ya upigaji. Hadi pale fursa ya upigaji itakapojitokeza. Kuna mtu ni Mkristo mzuri hadi siku atakayokutana na testi ambayo hajui majibu yake, afu jirani yake ameachia pepa yake inaonekana vizuri. Unajua wanasema everyone is a Christian until it gets biblical. Yaani kila mtu ni Mkristo. Ukimuuliza hivi wewe ni Mkristo atakwambia ndio. Hadi sasa linapokuja swala la kuiishi Biblia sasa, hapo ndio Ukristo unapokuwa mgumu. Hapo ndipo Ukristo unapokuwa mgumu. Kwa kuna mtu ni Mkristo hadi pale atakapojaribiwa. Kuna mtu saizi tunamuona anampenda Mungu lakini ni kwamba tu bado hajakutana na jaribu la saizi yake. Yaani kuna namna aje sasa amalize chuo, afike kazini hivi akutane na bosi hivi amwahidi cheo,
aone kuna hari ya nyeusi iko nje pale, alafu yeye anatembea kwa mguu, mshahara haueleweki. Saizi kukataa 10,000 hivi za vijana wa chuo, vijana wa chuo wana hela basi hapo. Bumu hilo ndo anajaribu kubalance na nini, hana hata hela ya kutosha ya kukupa. Sasa ukutane na watu ambao wana hela. Hapo ndo tutajua unampenda Mungu au umekosa tu jaribu la saizi yako. Unafikiri hii kauli ya everyone has a price imetokea wapi? Kwa nini hawa watu hawajasema everyone has a price except Christians? Hawa watu wameishi na sisi wakajua na sisi we have a price also. Kuna mtu ukifikia bei yake nzuri utampata. Lakini huo Yesu watu walipanda madau na kupanda hadi kuna watu walikuwa wanataka kumpa ufalme lakini hawakumpata. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa sio kwa sababu tu alikuwa Mungu, kwa sababu alikuwa ni Mkristo anayeziishi nidhamu za kiroho. Kwa siri ya ushindi kwenye majaribu ni nidhamu za kiroho. Yesu anamwambiaje Petro pale kwenye Marko 14:38? Baada ya kurudi na kuwakuta wamelala, anamwambia kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho hii radhi lakini mwili ni dhaifu. Kesheni muombe msije mkafanyaje? Mkaingia majaribuni. Namna ya kukaa mbali na majaribu ni kuziishi nidhamu za kiroho. Unajua sio kila jaribu ni la kuingia. Yaani kuna majaribu mengine unatakiwa uwe mtu wa maombi kiasi kwamba yasikufikie kabisa. Wanasema every war has its own casualties. Yaani kila vita ina wahanga wake. Hata ukipigana na mtoto, yaani inawezekana unaona kabisa wewe unamweza. Hivi unafikiri Goliati kilichomfanya akaenda kupigana na Daudi ni nini? Sasa alikuwa amepiga hesabu zake akaona yeye ni dogo tu anajiwe. Lakini kila vita ina wahanga wake. Unaweza ukaenda kupigana na mtoto wa miaka 5, kumbe ana kiwembe. Kwa hiyo ukampiga kweli lakini na yeye akakuchana. Kwa kuna majaribu mengine Yesu anasema, yani ukiwa mtu wa maombi utakuwa unayaona kwa mbali tu, hayatakufikia. Sio kila jaribu unatakiwa uliingie. Unajua kuna Mkristo ambaye ni kama mandonga, mtu kazi. Amepigwa ni kama na yeye amepiga, akipiga ni kama na yeye amepigwa. Yaani ukimwangalia hivi ni mtu ambaye anapita kila jaribu analipitia. Sio kwa sababu Mungu anataka huyo mtu apitie hayo majaribu, lakini ni kwa sababu hana muda na Mungu. Hana muda na Mungu. Sala ya Bwana inasemaje? Sala ya Bwana inasema usitutie majaribuni. Yaani Mungu mwenyewe anakuambia uombe usiingie. Kuna majaribu ukiomba hutakuja uyapitie. Unajua kila mtu anaweza akaomba akishaingia kwenye majaribu. Lakini hekima ni kuomba kabla hujaingia kwenye majaribu. Kuliko ujaribiwe upoteze muda mwingine, saa nyingine ushindwe na majaribu. Lakini Mungu anasema ukiwa mtu wa nidhamu za kiroho, kuna majaribu utayasikia tu. Utakuwa tu unayaona kwa mbali, lakini utakuwa salama. Utakuwa salama. Kwa hiyo Yesu anamaanisha kuna majaribu tunayashinda kwa kuhakikisha kwamba hayaji kabisa. Kwa kuhakikisha kwamba tunakaa nayo mbali. Kwenye boxing, kwenye ngumi na hata kwenye hizi mixed martial arts za kawaida, wanasema mojawapo kati ya njia effective za kujilinda ni ku manage distance kati ya wewe na mwenzako. Yaani watu mabondia wawili wakiwa wanapigana, bondia mzuri sio yule anayepigwa ambaye hata akishinda anapelekwa hospitali. Bondia mzuri ni yule anayeweza akashinda bila kupigwa. Na unafanya hivyo kwa ku manage distance kati ya wewe na majaribu, kati ya wewe na majaribu. Kwa hiyo Yesu aliweza kuyashinda majaribu kwa sababu alikuwa ni mtu wa maombi. Sasa baada ya utangulizi huo, nataka nikupe sababu 5 kwa haraka. Kwa nini unahitaji nidhamu za kiroho? Au mmechoka? Basi twende tupate sababu 5 kwa nini unahitaji nidhamu za kiroho. Sababu 5 kwa nini unahitaji nidhamu za kiroho. Sababu ya kwanza, unahitaji nidhamu za kiroho kwa sababu nidhamu za kiroho ndio namna ya kuwasha na kuchochea moto wa Mungu ndani yako. Nidhamu za kiroho ndio namna ya kuwasha na kuchochea moto wa Mungu ndani yako. Mithali 26:20a. Mithali 26:20a inasema bila kuni moto huzimika. Yaani hata kama una moto mkali kiasi gani, siku ulipookoka moto wa Mungu uliwashwa ndani yako. Siku ulipojazwa Roho Mtakatifu huo moto ulimwagiwa petroli. Lakini Sulemani anasema huo moto ukiuacha tu bila kuni, ni swala la muda tu huo moto utazimika. Huo moto utazimika. Walawi sura ya 6 mstari wa 12. Walawi sura ya 6 mstari wa 12 unasema huyu ni Mungu sasa anampa Musa maelekezo ya kwenda kumwambia kuhani wa Israeli. Anamwambia na huo moto ulio madhabahuni utautunza uwake daima juu yake usizimike.
naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi. Hebu sema kila siku asubuhi. Asante. Naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake, naye atakayeteketeza mafuta ya sadaka, naye atateketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Mungu anasema mojawapo kati ya jukumu la kwanza la kuhani wa Israeli akiamka asubuhi kila siku ilikuwa ni kuhakikisha kwamba amechochea kuni kwenye moto wa madhabahu. Moto utatunzwa siku zote, usizimike. Hilo ndo agizo la Mungu. Utatunzwaje? Anaendelea, anasema ili moto utunzwe, wajibu ni mmoja tu. Kila siku asubuhi kuhani akiamka ahakikishe kwamba ameweka kuni kwenye moto. Kama kuni zitawekwa kwenye moto, huo moto utaendelea kuwaka. Unajua, ukiambiwa hivi unaweza ukaona ni rahisi, lakini hili jukumu lilikuwa linatakiwa lifanyike kila siku. Kila mtu anaweza akachochea kuni siku ambazo anajisikia. Kila siku kila mtu anaweza akachochea kuni kwenye moto wake wa kiroho Jumapili. Ndio maana mioto imezimika. Unafikiri kwa nini? Sababu hakuna moto unaoweza ukaishi kwa kuni za siku moja. Wewe unaweka kuni Jumapili hadi Jumapili ijayo. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba kila siku tukija tunaanza upya. Unajua mpango wa Mungu ni kwamba kila mtu awe ni kipande cha kuni kinachowaka. Tukija pamoja hivi tunaunganisha nguvu, tunatengeneza mlipuko. Lakini changamoto yetu ni kwamba kila siku tukija tunaanza upya. Kuna mtu anakuja hata kuni yenyewe hana, aliacha likizo huko Mbeya. Kwa hiyo tukija hivi kwenye ibada ndo tunagundua jamani, huyu hana kuni. Kwa hiyo tufanyeje? Kwa sababu lazima moto tuunganishe wote nguvu, tunaenda kwanza kumtafutia kuni na yeye. Kuna mwingine anakuja tangu alivyoondoka likizo, ukuni wake aliuacha kwenye ndoo ya maji. Kwa anakuja hapa ukuni umejaa maji. Kwa hiyo tukiwasha tu ni moshi, tayari macho yanakuwa mekundu. Tukija kumaliza kusort out hizo logistics, tayari muda wa ibada umeisha. Kwa hiyo tunaondoka, tunasubiri tena wiki ijayo tuje turudie tena zoezi hilo. Lakini kila mmoja akija na moto unaowaka, tungekuwa tushawasha uamsho kwenye hii nchi, ndugu zangu. Moto wa Mungu ungekuwa tayari, uamsho ungekuwa umeshakuja, uamsho ungekuwa tayari umeshakuja. Kwa hiyo utagundua kwamba hata hili jukumu la kuhani wa Israeli lilikuwa ni nidhamu. Kila siku asubuhi uamke ukaweke ukuni. Siku ambazo unajisikia na siku ambazo hujisikii. Siku ambazo unaumwa na siku ambazo huumwi. Siku ambazo una testi na siku ambazo huna testi. Siku ambazo umekwazika na siku ambazo hujakwazika. Kila siku lazima uweke kuni, uchochee kuni. Hiyo ndio prerequisite ili moto uendelee kuwaka. Sasa unajua kusoma hizi stories za kuhani wa Israeli inaweza kana kuziona ni za kuhani wa Israeli. Lakini kuhani wa Agano Jipya ni nani? Sisi ndio ukuhani wa kifalme, Biblia inasema, si ndio? Sisi ndio makuhani wa Agano Jipya. Ndio makuhani wa madhabahu ya Agano Jipya ni nani? Itoeni miili yenu kuwa nini? Dhabihu iliyo hai. Kwa hiyo dhabihu ni wewe, hekalu la Roho Mtakatifu ni wewe, na kuhani ni wewe. Kwa kama moto wako umezimika, hakuna excuse. Na kama moto wako pia utawaka, hakuna mzungu wa kuja kutusaidia. Hakuna mfadhili. Yaani kama moto wako umezimika, wewe ndio unahusika, na kama moto wako pia unawaka, wewe ndio unahusika. Kuni ni nini? Kwa kuhani ni wewe, madhabahu ni wewe, sadaka ni wewe. Kuni ni nidhamu za kiroho. Kwa kila mara unapoishi maisha ya maombi, unapoanza siku zako na Mungu, unapoanza siku zako na kusoma na kutafakari neno, unapomwambia mtu habari za Yesu, unapofunga na kuomba, unapokuja ibadani, unakuwa unachochea moto wako ndani yako. Moto wa Mungu unakuwa unawaka ndani yako siku zote, usizimike. Kwa nidhamu za kiroho ndio namna ya kuchochea moto. Ndio namna ya kuchochea kuni. Ndio namna ya kuchochea kuni. Unajua kuna muda hata kuna changamoto zingine tunaziingia kwa sababu tu moto umezimika. Kwa sababu moto umezimika. Hivi kwa mfano ukitoka kwenye siku 21 labda zile, si mnafungaga siku ngapi mkiwa mnaenda outreach? Mnafungaga siku ngapi? Au nyie siku hizi mnaenda tu outreach? Mwezi mzima. Alafu mnaenda outreach, mnapiga injili, mnatoa mapepo. Alafu unaingia kwenye basi, unarudi nyumbani kwenu, unakutana na Bongo Flava. Wewe unajisikiaje ukisikiliza? Unaweza ukatafuta hata earphone, si ndio? Lakini fikiria umekula mwezi mzima,
umeangalia movies, umefanya kila kitu, ukitana na bongo flavor ndio unachochea moto sawa upande wa pili. Wala utajisikia vyovyote vibaya. Lakini moto ukiwa unawaka, kuna vitu tu haviwezi vikakusogelea. Kwa kuna mtu ana struggle na addictions kwa mfano, kwa sababu moto wake umezimika. Unajua wadudu hawa wachafu, inzi na panya, simende, hawawezi wakakaa kwenye chakula kilicho ambacho ni cha moto. Ukiona wadudu wachafu wamekuja wanakaa na wewe kwa amani, ujue chakula chako kimepoa. Madhabahu yako ina majivu ya mwaka juzi. Kwa haitishi. Kinachoweka vitu vichafu mbali ni moto ambao unawaka. Kwa nidhamu za kiroho ni muhimu kwa sababu ndio namna ya kuwasha. Ndio unavowasha na ndio unavochochea moto. Yaani moto ukishawaka ndio hiyo namna ya kuchochea pia. Kitu cha pili, sababu ya pili kwa nini nidhamu za kiroho ni muhimu. Nidhamu za kiroho ni muhimu kwa sababu zitakufanya uhame kutoka kuwa muamini na uwe mwanafunzi wa Yesu. Nidhamu za kiroho ndio namna ya kuhama kutoka kuwa muamini uwe mwanafunzi wa Yesu. Tumekuja kujifunza neno la Mungu jamani. Ngoja tujifunze neno la Mungu. Unajua kuwa muamini ni jambo moja, alafu kuwa mwanafunzi wa Yesu ni jambo lingine. Yesu Kristo anasemaje kwenye Yohana 8:31 hadi 32? Yohana 8:31 hadi 32 Yesu anasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini. Hebu sema wale Wayahudi waliomwamini. Niambie kwa ushindi kidogo. Sema wale Wayahudi waliomwamini. Safi. Akawaambia, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Yesu haongei na wapagani hapa. Yesu anaongea na Wayahudi waliomwamini. Yesu anaongea na Wayahudi waliofanyaje? Walioamini tayari. Anawaambia nyie sasa hivi sio wanafunzi bado. Nyie ni waamini. Kitakachowafanya mwe wanafunzi wangu na mwe wanafunzi wangu kweli kweli ni nidhamu za kiroho. Ni neno, mkiendelea katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu. Kwa ukiamini unakuwa muamini. Ukiendelea katika neno la Kristo unakuwa mwanafunzi. Ukiamini alafu usipoendelea katika neno la Kristo, hata kama umekaa kanisani muda mrefu, haui mwanafunzi wa Yesu. Unakuwa muamini wa siku nyingi, unayejua historia ya dhehebu letu na madhehebu mengine, unayejua migogoro yote iliyowahi kujitokeza, lakini sio mwanafunzi wa Yesu. Hivi unajua kwa nini Yesu aliwaambia wale watu waliomwambia, Bwana tulitoa pepo kwa jina lako, kwa jina lako tukaponya wagonjwa? Yesu aliwaambia, hamkutoa pepo kwa jina langu? Aliwaambia, sikuwajua ninyi. Yaani mlikuwepo na kazi mlifanya ni kweli, na watu mliowaleta kwa Yesu wanaingia mbinguni, lakini ninyi hamkuwa wanafunzi wangu kwa sababu ya maisha mliokuwa mnaishi. Kwa kinachokufanya wewe mwanafunzi wa Yesu ni kuendelea katika neno, ndio unakuwa mwanafunzi. Kwa kuwa muamini ni jambo moja na kuwa mwanafunzi ni jambo lingine. Kwa hatui wanafunzi wa Yesu kwa kukaa kanisani muda mrefu. Tunakuwa wanafunzi wa Yesu kwa kuendelea katika neno. Na unajua kuwa mwanafunzi wa Yesu sio batani ambao unabonyeza kama unavyowasha taa, alafu unakuwa umemaliza. Kama mimi nishai kuwa mwanafunzi wa Yesu nikiwa form 6. Kwa hadi leo mimi ni mwanafunzi. Hivi leo ukiondoka saa hizi ukaamua kuchukua mabegi yako leo ukaenda nyumbani kwenu, ukaja kurudi hapa mwakani Januari, wewe utakuwa mwanafunzi wa KCMC? Uliwahi kuwa mwanafunzi. Kwa wanafunzi ni kitendo. Ukiacha kufanya unaacha kuwa. Na wanafunzi ni kitu cha kila siku. Kwa hiyo inawezekana jana ulikuwa mwanafunzi wa Yesu, lakini kama leo hujaendelea katika neno la Kristo, manake leo umerudi kuwa muamini na hujawa mwanafunzi. Kwa mara zote ujue kwenye maisha yako wewe una switch kutoka kuwa muamini kuja kuwa mwanafunzi, unarudi kuwa muamini, unarudi kuwa mwanafunzi. Lakini Mungu anachotaka, Yesu anachotaka, anataka uendelee katika wanafunzi. Na wanafunzi ni kitendo. Wanafunzi ni kitendo. Unajua neno mwanafunzi lenyewe limetokana na neno la Kigiriki linaloitwa disciples. Hapo ndo neno disciple lilipotokea. Sasa disciples ni nani? Disciples ni kitendo, is an act of learning. Ndio maana kipindi cha Yesu wanafunzi walikuwa wanaondoka nyumbani wanahamia kwa mwalimu.
Kitu cha kwanza ambacho Yesu aliwaambia wanafunzi wake, alimwambia nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Kwa hiyo ukiona hujawa mvuvi wa watu, maana yake hujanifuata. Kuna ambao walimfuata kwa wingi pale ukisoma, lakini baadaye Yesu alivyoanza kuongea vitu vigumu, alivyokuwa anagawa mikate nini, wakaenda. Yesu akawashtukia. Kwa siku moja akamwambia, leo hamna mkate ni mimi leo. Kuleni nyama yangu, kuleni mwili wangu na kunywa damu yangu. Haya, wakasema mambo ni magumu. Kwa hiyo akakimbia. Wale unaweza kukutana naye akamwambia, bwana mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Lakini swala tu ni kwamba hata wakati wanakula mikate nilikuwepo. Lakini hiyo ilikuwa ni mwaka jana, sio leo. Kwa wanafunzi ni kitu endelevu. Ukiacha kufanya unaacha kuwa. Ukiacha kufanya unaacha kuwa. Kwa disciples inamaanisha ni kitu endelevu. Ni kitu ambacho unakifanya kila siku. Unaendelea katika neno. Kila muda unaposoma Biblia yako, ukasoma, ukatafakari, unajua hapo ndio unakuwa mwanafunzi wa Yesu. Ukishindana na changamoto zote zilizopo, na upinzani wote, na uvivu na uzembe na usingizi na changamoto za shule, ukatengeneza muda wa kupata muda wa kuomba na kusoma neno, unajua hapo ndio unakuwa mwanafunzi. Ndio unakuwa mwanafunzi. Unajua changamoto, ukiniuliza changamoto zetu kama mwili wa Kristo, ni nini ambacho kimefanya tuko hapa tulipo? Nitakwambia changamoto yetu kubwa ni kwa sababu tuna waamini wengi kuliko wanafunzi wa Yesu. Yaani changamoto kubwa za kanisa unazoziona kuanzia kwenye historia hadi leo zimesababishwa na waamini ambao sio wanafunzi. Kwa sababu kuna vitu mwanafunzi hawezi kufanya. Muamini ndo akiendelea kuwa muamini kwa miaka 20, maana yake huyu muamini atakuwa tabia zake hazijabadilika, mienendo yake haijabadilika. Yuko kanisani lakini kwa sababu hamjifunzi Yesu, anabaki na mitazamo yake ile ile. Hao ndio wanaoliletea kanisa changamoto huko mbele. Mwanafunzi wa Yesu ataendelea kumfanania Yesu siku zote, lakini muamini atabaki na jina la Ukristo. Na nimesema hatui wanafunzi kwa kukaa kwenye mazingira ya kanisani. Haui mwanafunzi kwa kwenda shule. Unakuwa mwanafunzi kwa kujifunza. Umeshawahi kusikia wale wanaomaliza form 4 hawajui kusoma na kuandika? Hivi yule unafikiri alikuwa haendi shule kila siku? Hadi anaandika mtihani wa taifa amepewa na namba. Halafu anaingia kwenye mtihani anachora katuni. Huyu alikuwepo shule lakini hakuwa mwanafunzi. Kwa sababu hatui wanafunzi kwa kukaa kwenye mazingira ya shule. Hatuwezi tukakupigia makofi kwa kwenda shule. Lazima kwanza utuambie ulipofika shule ulijifunza nini. Hapo ndio tunaweza tukakupongeza. Kwa nini? Kwa sababu kuwa mwanafunzi sio kukaa shuleni muda mrefu. Na kabla Yesu hajaongea kuhusu wanafunzi, kabla sijasema hiyo, ile neno disciples ile nilokuambia, hilo pia ndio mzizi. Hiyo ndio root word ya neno discipline. Yaani neno disciple na discipline yanatokana na neno moja la asili. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kuwa mwanafunzi bila nidhamu. Mwanafunzi lazima uwe na nidhamu. Nidhamu ya kuamka mapema, nidhamu ya kuhudhuria vipindi, nidhamu ya kufanya mitihani, nidhamu ya kufanya vitu unavyotakiwa kufanya kama that is what hicho ndio kinachokufanya uwe disciple. Discipline. Na Yesu kabla hajaongea kuhusu wanafunzi, aliongea kuhusu gharama. Aliongea, ukisoma Luka 14:25 hadi 33, ukasome haya maandiko kwa muda wako. Luka 14:25 hadi 33. Yesu anaongea kuhusu kujikana nafsi zetu na kumfuata na kuchukua msalaba wako kila siku. Kabla hajaongea kuhusu wanafunzi, yani hiyo mistari inaongea kuhusu wanafunzi. Lakini kabla Yesu hajaongea kuhusu wanafunzi, anaongea kwanza lazima ujikane mwenyewe. Uchukue msalaba wako kila siku, umfuate Yesu. Sasa kama ulikuwa kujui kuchukua msalaba ni kufanyaje? Kuchukua msalaba, cha kwanza kwenye kuchukua msalaba ni wewe kuziishi nidhamu za kiroho. Yaani kila siku ukiamka asubuhi ukaziishi nidhamu za kiroho, ujue ndio umebeba msalaba wako, unamfuata Yesu. Yesu anasema kila Jumamosi, si ndio? Kila Jumamosi wewe unajikana na kuchukua msalaba wako. Kila siku. Kila siku. Kila siku. Hii passage ya Luka 14:25 hadi 33 kwenye Biblia ya King James pale juu imeitwa the cost of discipleship. Gharama ya wanafunzi. Wanafunzi wa Yesu una gharama, ndugu zangu.
Usipokuwa makini kulipa hii gharama, unaweza ukajikuta umeishia tu kuwa mwamini. Yesu anaongea hapo hapo kwenye Luka 14 hiyo, anaongea kuhusu mtu anayeenda vitani. Anasema ni nani ambaye kabla hajaenda vitani hafanyi kwanza mahesabu, akajiuliza kwamba je, mimi na watu 10,000 nitamshinda mtu mwenye watu 20,000? Halafu akiona hawezi kumshinda akafanya naye amani kabla hawajakutana kwenye uwanja wa vita. Yesu anasema ni nani ambaye kabla ya kujenga mnara hakai chini kwanza akahesabu gharama? Hayo yote Yesu alikuwa anayasema wakati anaongelea wanafunzi. Kwa wanafunzi ni swala ambalo linahitaji mipango, linahitaji kujitoa, linahitaji rasilimali, linahitaji tathmini ya mara kwa mara. Yaani wewe mwenyewe inabidi katika mipango yako ya mwaka, mojawapo kati ya vitu ambavyo inabidi uviwekee budget ni wanafunzi wako wa Yesu. Mwaka huu niwekeze vipi niweze kuwa mwanafunzi wa Yesu? Ni ufahamu gani ambao nauhitaji? Kwa nitafute vitabu gani ambavyo vitanisaidia kuwa mwanafunzi? Nihudhurie semina ngapi? Ukiangalia mimi malengo yangu ya mwaka huu, utaona conference pale za kimataifa na za ndani. Nimepanga kabisa kwamba I will pay whatever the price, but I'll have to attend this conference. Regardless inafanyika wapi. Kwa nini? Kwa sababu wanafunzi sio bahatani. Wanafunzi ni kitendo. Nahitaji kuongeza ufahamu wangu katika neno. Kwa katika hii Biblia yangu moja tu hii ninaosoma inatosha? Je, nahitaji Biblia ambayo ina resources zaidi? Hiyo ni hesabu ambazo inabidi uzifanye. Ni evaluation ambayo inabidi uifanye. Kila baada ya muda huo unajitathmini. Je, ninakuwa kama mwanafunzi wa Yesu? Am I growing? Napiga hatua? Yesu anasema kwenye Luka 14:33 mstari wa mwisho pale, anasema basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyonavyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Yaani ili uweze kufanikiwa kuwa mwanafunzi wa Yesu, inabidi wanafunzi wa Yesu ndio kiwe kipaumbele chako cha kwanza, kabla ya shule, kabla ya kula, kabla ya chochote. Kitu cha kwanza ambacho kinatakiwa kiwe kinakusumbua kichwa ni namna ya kuwa mwanafunzi wa Yesu mzuri kila siku. Yesu anasema ukitaka ufanikiwe kuwa mwanafunzi wake, lazima ufanye hilo, ndio kitu cha kwanza ambacho kinakusumbua kichwa. Unajua ile Mathayo 6:33 inayosema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Sasa ufalme wa Mungu unautafutaje wa kwanza? Kitu cha kwanza, namna ya kutafuta ufalme wa Mungu kwanza ili vitu vingine vyote uzidishiwe, ni kuupa wanafunzi wako wa Yesu kipaumbele cha kwanza. Kuzipa nidhamu za kiroho kipaumbele cha kwanza. Wanafunzi wako wa Yesu unatakiwa uje kabla ya kitu kingine chochote. Uje kabla ya kitu kingine chochote. Sasa unajuaje kwamba wewe ni mwanafunzi? Nimekwambia changamoto zetu tulizonazo asilimia kubwa zinasababishwa na waamini ambao wamegoma kuwa wanafunzi. Mahatma Gandhi, unamfahamu Mahatma Gandhi? Waziri mkuu wa kwanza wa India, ndio? Mahatma Gandhi unajua aliokoka. Wakati alivyotoka huko alikokuwa anasoma huko Uingereza, nafikiri amemaliza degree yake ya sheria, alikuja akaishi uhamishoni Afrika ya Kusini kwa muda kidogo. Akiwa Afrika ya Kusini, Mahatma Gandhi alikutana na Agano Jipya. Tulikuwa tunaongea kuhusu neno, nguvu ya neno jana pale KSMC. Unaweza ukaangalia na wewe YouTube ukabarikiwa. Lakini Mahatma Gandhi alisoma Biblia hadi akaokoka. Alikutana na Agano Jipya tu akalisoma, akakutana na Yesu Kristo. Alivyomaliza, kesho yake ilikuwa Jumapili kama kesho. Mahatma Gandhi sasa akasema, kesho basi ngoja niende kanisani, sababu tayari nimeshakutana na Yesu kwenye Biblia. Ngoja niende sasa nikakutane na Wakristo wenzangu. Sasa kumbuka, hicho kilikuwa ni kipindi kile cha ubaguzi wa rangi kule Afrika ya Kusini. Alafu Mahatma Gandhi akaenda kwenye kanisa la wamishonari wanaotoka Ulaya huko. Amefika pale kwa sababu yeye ni Mhindi, wakambagua. Kumbuka ndo mara ya kwanza ameingia kanisani, hajawahi kuingia kanisani. Wakambagua. Akaondoka,
hakurudi tena kanisani. Baada ya muda akarudi zake India. Unakuja kusikia tena kuhusu Mahatma Gandhi ni waziri mkuu wa watu milioni 750. Amefika huko akakutana na imani zingine, akaishia kuwa mtu tofauti. Wewe na mimi we can only imagine tungekuwa na mtu influential kiasi hicho ambaye angekuwa believer. Sasa maswali yangu kwako, Mahatma Gandhi baadaye akaja kusema hivi, akaja kusema mimi ningekuwa Mkristo, lakini nilisoma Biblia nikakutana na Yesu, nikakutana na Ukristo, ila nilivyoenda kwa Wakristo wenyewe sikuwakuta. Yaani alichokiona kwenye Biblia sio kile alichokutana nacho kanisani. Sasa hivi unafikiri mtu anaweza akatoka huko Ulaya Magharibi, Marekani, aje kufungua kanisa kama missionary Afrika ya Kusini kwenye changamoto nyingi, kama huyo mtu sio muamini? Those guys were believers. Wale wa missionary walikuwa ni waamini, lakini hawakuwa wanafunzi. Ndio maana walikuwa wachungaji huku bado wakiwa wana ubaguzi. Unajua Mkristo ambaye hana muda na Mungu, na usije ukawashangaa sana. Yaani inawezekana wewe na mimi pia kuna maeneo tuko hivyo hivyo pia. Mkristo ambaye sio mwanafunzi atakuja kanisani ndio, lakini atabaki na mitazamo yake ambayo alikuwa nayo kabla hajaokoka. Atabaki na ubaguzi wake ambao alikuwa nao kabla hajaokoka. Atabaki na usengenyaji wake ambao alikuwa nao kabla hajaokoka. Atabaki na wizi na udokozi kama alikuwa nao, atabaki nao ambao alikuwa nao kabla hajaokoka, kwa sababu kinachobadilisha, kinachoweka huru ni kweli. Unajua Mkristo ambaye ni mvivu wa kuwa mwanafunzi wa Yesu ataishi kanisani akiwa na vifungo. Sio kwa sababu hakuna nguvu ya Mungu ya kukufungua, ila kwa sababu kuna uhuru ili upatikane, lazima uinteract na kweli ya Mungu. Na hicho ni kitu ambacho kinahitaji bidii. Kinahitaji bidii. Kwa Mahatma Gandhi alikutana na waamini ambao sio wanafunzi. Namuomba Mungu kabla hujakutana na Mahatma Gandhi na wewe umeshaacha kuwa muamini, wewe umekuwa mwanafunzi wa Yesu. Kwa sababu hapo ndo changamoto zetu zilipo. Sasa unajuaje kwamba wewe ni mwanafunzi? How do you know kwamba wewe ni mwanafunzi? Moja hapo ya njia za kujua kwamba wewe ni mwanafunzi ni kujiuliza haya maswali. Jiulize kwamba hivi Mungu anadili na wewe kuhusu nini sasa hivi? Unajua kama wewe ni mwanafunzi sasa hivi kuna kitu unajifunza, si ndio? Kwa mfano sasa hivi unasoma nini? Niambie kwenye kozi moja hapo chuoni unasoma nini? Unasoma community development. Nitajie kozi yako moja. Inaitwa? Inaitwa. Kwenye kozi ya community development unasoma nini sasa hivi? Unasoma social analysis. Community development anasoma social analysis. Utanifundisha kidogo baadaye. Mimi sikusoma community development. Lakini kama wewe ni mwanafunzi lazima kuna kitu ambacho sasa hivi unasoma. Sasa hiyo ni shule huku kwa Yesu huku. Wewe sasa hivi Yesu anakufundisha nini? Kama hakuna, maana yake wewe sio mwanafunzi. Lazima kuwa kuna eneo fulani la maisha yako ambalo Yesu anadili nalo sasa hivi. Mungu anaongea na wewe kuhusu nini sasa hivi? Ni kitu gani ambacho unamwamini Mungu akusaidie ili uendelee kuwa Mkristo mzuri kwenye haya majira? Unajua mimi kuna muda huwa najisikia kama vile Mungu ameleta yale makatapila yake. Unajua makatapila ya barabarani yake? Huwa najisikia kama ameyahamishia kwenye eneo langu fulani la maisha yangu, analichimba. Na kuchimbwa sio raha, sio kwamba unafurahia, lakini najua kabisa hiki ni kitu ambacho Mungu anadili na mimi sasa hivi. Kwa nini? Kwa sababu kama mwanafunzi lazima kuwe kuna kitu fulani ambacho najifunza. Lazima kuwe kuna kitu ambacho unajifunza. Lazima kuwe kuna kitu ambacho unajifunza. Sasa nataka nikuonyeshe mfano fulani. Nikuonyeshe mfano fulani wa mwana mpotevu. Kuonyesha mfano fulani wa mwana mpotevu. Nafikiri tutaufikia baadaye kidogo. Kwa sasa hebu niruhusu niseme kitu kimoja. Unajua shetani hana shida sana na wewe kuwa muamini. Shetani hana shida sana na wewe kuwa muamini. Shetani atakuwa na shida na wewe ukiwa mwanafunzi wa Yesu.
Yaani siku ukiamua kudhamiria sio uanze kuwa mwanafunzi, Shetani anajua utamsababishia madhara ambayo hayuko tayari kuyashuhudia. Kwa hiyo atajitahidi kukuzuia. Lakini ukiwa mwamini tu, Shetani anajua cha kufanya na mwamini. Shetani anajua cha kufanya na mwamini. Kwa dhamiria kuanzia leo kwamba mimi nitakuwa mwanafunzi wa Yesu. Kitu cha tatu, kwa nini unahitaji nidhamu za kiroho? Nidhamu za kiroho, ule mfano wa mwana mpotevu nitakupa hapa kwenye hii point. Nidhamu za kiroho zitakufanya uwe na a quality Christian experience. Hebu sema a quality Christian experience. Uwe na maisha ya Kikristo yenye ubora. Yenye ubora. Nidhamu za kiroho zitakufanya uwe a thriving Christian and not just a surviving Christian. Nidhamu za kiroho zitakufanya uwe a thriving Christian. Unajua kuishi ni jambo moja, na kuwa na maisha bora ni jambo lingine. Hasa huwezi kuwa na maisha bora ya Kikristo kama wewe ni mwamini peke yake, kama huziishi nidhamu za kiroho. Nidhamu za kiroho ndio zitakuongezea ubora kwenye maisha yako ya Kikristo. Kaka wa mwana mpotevu. Mara nyingi sana tukisoma story ya mwana mpotevu, tunaongea kuhusu mdogo wake tu ambaye aliondoka nyumbani. Kwa nini unafikiri tunaongea kuhusu mdogo wake? Kwa sababu mdogo wake anatufanya tujisikie vizuri kuhusu sisi wenyewe, kwa sababu sisi hatujaondoka nyumbani. Lakini Yesu makusudi kabisa akamweka na kaka yake ambaye hajawahi kuondoka nyumbani yeye. Yaani yule Mungu baba pale anayeongelewa yule sio baba wa duniani, yule ni Mungu. Kwa pale Yesu anawaongelea Wakristo wawili. Mmoja amemwacha Yesu akaenda duniani, baadaye akarudi, afu na yule aliyekuwepo nyumbani siku zote. Sasa kaka wa mwana mpotevu alikuwepo nyumbani. Hakuwahi kuacha kuwa na mahusiano na Mungu. Alikuwa ni mwamini, alikuwa anakuja kanisani, alikuwa anafanya kila kitu anachotakiwa kufanya kama mwamini. Lakini ukisoma kwa umakini utagundua kwamba hakuwa na uzoefu mzuri, hakuwa na mahusiano yenye ubora yeye na baba yake. Hakuwa na equality Christian experience. Alikuwa ana survive. Kazi alikuwa anafanya kazi kwa bidii sana. Hata ile siku yenyewe wakati mdogo wake amerudi, sherehe imeanza, mwana mpotevu alikuwa kazini huko shambani. Yaani alirudi baadaye kwa sababu alikuwa na bidii ya kazi. Alikuwa na bidii ya kazi. Lakini kuna kitu alikuwa anakikosa. Unajua Mungu hajatuita cha kwanza ili tufanye kazi yake. Kazi ya Mungu lazima tufanye, ni muhimu. Lakini hatuwi wanafunzi wa Yesu kwa kufanya kazi ya Mungu. Kitu cha kwanza ambacho Mungu ametuita ili tufanye, Biblia inasema akawaita wale 12 ili wakae nao. Halafu akishakaa nao awatume kwenda kuhubiri. Kabla ya kwenda kufanya kazi ya Mungu, sehemu ya kwanza ya kuanzia ni kuwa mwanafunzi. Ni kukaa kwenye miguu ya Yesu Kristo. Yesu anamwambiaje Martha? Anamwambia Mariamu amechagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa. Yesu alikuwa anajua kazi. Yaani baada ya kukaa kwenye miguu ya Yesu, Mariamu atafanya kazi kuliko hata Martha. Hata kwazika, hata kuwa mtu wa kususa, hata kuwa performance oriented. Kwa sababu ameshakaa, amejua Yesu moyo wake ukoje. Kwa wito wetu wa kwanza, kazi ya Mungu ya kwanza ambayo unatakiwa uifanye ni kukaa kwenye miguu ya Yesu. Ni kukuwa na quality time na Mungu. Sasa kaka wa mwana mpotevu alikuwa na bidii ya kazi. Lakini tunajua kwamba hakuwa na muda na babake. Tunajuaje kwamba hakuwa na muda na babake? Tunajua kwamba alikuwa hana muda na babake kwa sababu alikuwa hata babake hamjui. Ngoja nikuonyeshe kitu hapa. Luka 15 mstari wa 30. Luka 15 mstari wa 30 unasema, hapa sasa ni baada ya kaka wa mwana mpotevu amerudi sasa. Amesikia huko ndani kuna shamra zinaendelea. Right away akaanza kuuliza, kuna nini? Akaambiwa mdogo wako amerudi. Yaani huyu mfanyakazi anampa taarifa kama vile anampa taarifa ya maana sana. Hajui kwamba anamkwaza. Anamwambia mdogo wako amerudi, kwa hiyo baba yako amemfanyia sherehe, amechinja mwanambuzi. Cha kwanza huyu bwana akasusa. Ikabidi baba yake aje kuitwa. Biblia inasema kwenye Luka 15:30, mtumishi akamwambia ndugu yako amekuja na baba yako amechinja ndama aliyenona kwa sababu amempata yu mzima. Hiyo ni habari njema jamani, si ndio? Lakini hebu fikiria, hebu msikilize sasa muamini ambaye sio mwanafunzi. Muamini ambaye hana muda na babake. Biblia inasema mwana mkubwa akakasirika na kukataa kuingia ndani.
Mkristo mchanga, Mkristo ambaye sio mwanafunzi wa Yesu, kwanza ni mtu wa kususa susa sana. Baba yake akatoka nje akamsihi, akamjibu baba yake, anamwambia nimekutumikia miaka mingi bila kukosa amri zako, lakini hujanipa hata mwanambuzi nishangilie na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako, sio huyu mdogo wangu, huyu mwana wako aliyemaliza mali zako kwa makahaba. Alijuaje hata kwamba ameenda kwa makahaba? Kwa sababu hata hakuwepo huko. Umemchinjia ndama aliyenona. Kwa kifupi anamwambia baba yake, you are unfair and unjust. Anamwambia mimi nimekutumikia, sijawahi kukosa neno lolote. Kwanza huyo ni mtu ambaye yuko performance oriented. Mimi nimefanya hiki na hiki, nyie mmenifanyia nini? Hii fellowship mimi nimetoa michango 75,000 nilikuwa nasikia jana pale KSMC. Mimi nimepata nini? Muamini ambaye sio mwanafunzi ni mtu ambaye yuko performance. Mimi nimemfanyia Mungu hiki na hiki, lazima Mungu anibariki kwa sababu hiyo. Ni mtu ambaye anawaza performance. Ni mtu ambaye anawaza performance. Anamwambia baba yake you are unfair. Anamwambia ni mimi nimefanya hivi, huyu mdogo wangu hajafanya chochote, halafu wewe umemtendea mema yeye. Hasa kumbuka huyu baba ni Mungu. Hivi Mungu yuko unfair and unjust? Kwa kumuita Mungu unfair and unjust kwenye maelezo yako inaonyesha kwamba humjui. Humjui Mungu afu uko nyumbani, uko naye kila siku. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba huna muda naye. Kwa sababu humjui Mungu kwa kuja kanisani, kwa kuwa sehemu ya kanisa. Unamjua Mungu kwa kukaa naye. Ukikaa naye ndio utamjua. Kwa kama angekuwa anamjua baba yake, baada ya kupewa taarifa kwamba mtu amekosea alafu bado amepokelewa kwa shamra, bado amechinjiwa mwanambuzi, alitakiwa amebeba baba yake, wewe ni baba mwema sana na mwenye rehema na upendo. Wewe ni mwingi wa rehema, sio mwepesi wa hasira, ni mwingi wa kusamehe. Maana hicho ndio ambacho baba yake anaonyesha hapo. Angeona kwamba ni kumbe hata mimi inawezekana siku nikikosea na mimi mlango wa rehema upo. Lakini yeye kwa sababu hamjui baba yake, anamuona ni unfair. Anamuona ni unjust. Kwa kaka wa mwana mpotevu alikuwa kanisani, lakini alikuwa mchanga kiroho. Hakuwa mwanafunzi wa Yesu. Hakuwa mwanafunzi wa Yesu. Anaangalia mambo yake mwenyewe. Unajua Wakorintho wa kwanza 13 inasemaje? Wakorintho wa kwanza sura ya 13 inataja sifa za upendo. Mojawapo kati ya sifa za upendo inasema upendo hauangalii mambo yake wenyewe. Lakini kaka wa mwana mpotevu, yeye amekuja pale yuko focused na yeye mwenyewe. Ukiangalia pale kuna mimi kadhaa pale. Anaambia mimi nimekutumikia miaka hii yote. Wewe hujanipa mimi mwana kondoo nipate kufanya sherehe na rafiki zangu mimi. Sio tupate kufanya sherehe kama familia. Mimi hapa is about me. Self-centeredness. Ubinafsi. Kujiangalia mwenyewe. Hizo ni sifa za mtu ambaye hajawa mwanafunzi. Ni muamini. Huwezi kumhukumu kwamba kaka mwana mpotevu alikuwa hayuko nyumbani kwa Mungu. Alikuwepo, alikuwa kanisani, lakini hakuwa mwanafunzi, ndio maana hajabadilika. Ameishi hadi amekuwa mtu mzima, lakini bado ana mitazamo kama ya duniani. Hajaliruhusu neno la Mungu. Kwa sababu kinachotubadilisha, Yesu anasema ni kukaa katika kweli. Kweli ikiingia ndio utakutana na Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Itakupa sifa za upendo. Ukizisoma pale ukajiona haufiki kwenye kiwango, utaenda mbele za Mungu, utaambia Mungu nisaidie. Na kumbuka imani inakuja kwa kusikia. Kwa ukishasikia neno la Mungu linakuja na nguvu pia ya kufanya uwe vile ninavyosema. Kama neno la Mungu linasema upendo hauangalii mambo yake wenyewe, maana yake ukishalisoma likaingia ndani yako, next time ukijiona unaangalia mambo yako mwenyewe, utakumbuka kwamba huu sio upendo niliousoma. Roho Mtakatifu anatumia neno sasa, anakuchonga, anakutengeneza. Kwa huyu kaka hakuwa na muda na Mungu, hakuwa na muda na Mungu. Anamwambia babake, alipokuja huyu mwana wako, yaani hataki kuja associate na mediocrity yoyote, hataki vitu vinyonge. Yaani kama amefeli huyo ni wa kwako, angefaulu basi ni mdogo wangu, lakini huoni ule Ukristo, hataki huoni Ukristo ndani yake.
Huyu mwana mpotevu, kaka yake mwana mpotevu, kitu kingine kinachokuonyesha kwamba alikuwa ni Mkristo, muamini ambaye sio Mkristo, sio mwanafunzi, alikuwa hata haki zake hazijui. Yaani ashapewa kila kitu afu anasubiria aletewe kwenye sahani. Babake anamwambiaje? Anamwambia vyote nilivyo navyo ni vya kwako. Yaani wewe unakula mihogo wakati ungechukua ndama ukachinja ukala. Hajui, atajulia wapi hayo yote wakati hana muda na babake? Kwa anaishi nyumbani kama mfanyakazi. Kumbe yeye ni mwana. Biblia inasema muda wote mrithi hawapo mtoto hana tofauti na mtumwa. Kwa nini? Kwa sababu kinachokufanya uwe mrithi ni kujua. Lazima ujue kwamba unajua inawezekana umekaa hapa kumbe wewe ulishaachiwaga urithi. Kuna mtu alikufa akakuandika wewe huko Marekani labda. Akakuandika wewe urithi mabilioni yake yote, lakini hujui. Unaweza ukalala na njaa hapa kumbe una urithi mkubwa. Labda kuna mtu hamjui babake labda. Hajai kukutana naye. Alafu babake naye anajua huko aliko hapa Tanzania. Anajua kwamba nina mwanangu. Kwa kila kitu mwanangu, na babake amekufa amemwandikia kila kitu. Akamwachia mwanasheria kama mimi. Hasa mwanasheria saizi anakutafuta tu. Wewe saizi una bomu limeisha, kumbe umeachiwa mamilioni lakini hujui. Muda wote mrithi unaweza kumcheka huyo, lakini unakuta katika uokovu sasa ndio wewe huyo mtu. Wewe ni mwana wa Mungu lakini hujui haki zako, kwa shetani anakuonea, you live below your potential, unateseka, kumbe kila kitu Yesu Kristo ameshakununulia. Kwa huyu bwana alikuwa hajui haki zake kwa sababu alikuwa hana muda na Mungu. Mojawapo kati ya sifa za Mkristo ambaye sio muamini, ambaye sio mwanafunzi, ni kwamba atakuwa hajui yeye ni nani ndani ya Kristo. Hana ufunuo wa yeye ni nani ndani ya Kristo. Na unajua ulimwengu wa roho unaongozwa kwa kanuni. Ulimwengu wa roho hauongozwi kwa busara wala kwa huruma. Unaongozwa kwa kanuni. Kwa hiyo ukishaifahamu kanuni, ukiengage unapata matokeo. Ukiwa huijui kanuni, huna ufahamu sahihi, matokeo hautayaona. Kwa alikuwa hana ufahamu, alikuwa hajui yeye ni nani. Kwa anaishi kama wafanyakazi, anaishi kama watumwa. Suleiman anasema nimeona jambo la ajabu chini ya jua, kwamba watoto wanatembea kwa miguu na watumwa wanapanda farasi. Wana wanatembea kwa miguu kama watumwa. Kwa nini? Ufahamu. Ufahamu. Kwa nidhamu za kiroho zitakufanya uwe na ufahamu sahihi kuhusu wewe ni nani. Usiishi nyumbani ukaishi kama mfanyakazi, ukaishi kama mtumwa wakati wewe ni mmiliki wa vyote. Sasa ili uweze kupata huo ufahamu, lazima uwe na muda na Mungu. Unajua wrong theology is a disability. Wrong theology is a disability. Kukosa ufahamu sahihi wa Mungu ni ulemavu wa kiroho. Tulikuwa tukiwa tunaambiwa what you don't know cannot kill you, won't kill you, won't harm you, but what you don't know is disabling you. Vitu ambavyo huvijui katika ulimwengu wa roho, vitu ambavyo haki zako huzijui kama Mkristo, vinakufanya unashindwa kufika kule ambako hauoni hivi. Is it a coincidence? Is it a coincidence kwamba huyu kaka wa mwana mpotevu alikuwa hamjui babake? Halafu ukikutana na ule mtumwa mlegevu yule ambaye alipewa talanta moja akaificha, na yeye anamwambia nilikuwa najua kwamba wewe unakusanya pasipo kutapanya. Anamwambia mimi nilikuwa najua tu kwamba wewe ni mtu ambaye, yani anamdescribe Yesu kama mtu ambaye sio yeye. Na yeye pia unagundua yule jamaa naye alikuwa na wrong theology. Ufahamu wake ulikuwa hauko sawa, ndio maana hakuzalisha chochote na talanta alionayo. Naye hakuwa na muda na Mungu, hakuwa na muda na Mungu. Unawakumbuka marafiki zake Ayubu wale? Wakati wale marafiki zake Ayubu wote wale watatu wa mwanzo wale, wakati wanammisrepresent Mungu kwa Ayubu, wanamuongelea Mungu isivyo, Mungu hakuja. Mungu hakuongea neno hadi alipokuja Elihu. Elihu ndio alikuwa wanne pale. Elihu akamkemea Ayubu, akawakemea na wale marafiki zake. Halafu akamuongelea Mungu kwa usahihi. Alipomuongelea Mungu kwa usahihi, Mungu hapo uwepo wa Mungu ukashuka, Mungu akaanza kuongea. Wrong theology is a disability.
Wrong theology is a disability. Ni muhimu sana ukue katika nidhamu za kiroho, kwa sababu bila kuwa na ufahamu sahihi, utendaji wa Mungu utauona kwa kiwango kidogo sana. Unajua, kukosa nidhamu za kiroho kutakufanya uishi maisha ya kushindwa, maisha ya kinyonge. Kutakufanya uishi maisha ya kinyonge. Zitakufanya kukosa nidhamu za kiroho kutakufanya uishi kwenye ukingo wa kurudi nyuma duniani. Unajua, Wakristo wengi they are just one push away from the world. Yaani ukimpuliza tu vibaya anaangukia duniani, kwa sababu anaishi pale kwenye ukingo kabisa. Yaani anatafuta si tu. Kuna mtu aliniambia mimi natafuta si tu ya kuingilia mbinguni. Wanasema watu wengi wanapata C kwa sababu sio kwamba wanatafuta A afu wakazikosa. Wanapata C kwa sababu wanatafuta C afu wanazipata. Mtu anayetafuta C tu, kwanza kuna uwezekano mkubwa sana akaikosa, kwa sababu C iko karibu na sapu kuliko ilivyo karibu na A. Kwa ukitetereka tu kidogo. Lakini cha pili, huwezi kuwa effective kwenye ufalme wa Mungu kama maisha yako ni ya mtu mwenye C. Huwezi kumshinda shetani ukiwa ni mtu unaishi kwenye C. Kwa hiyo utakuwa unachechemea, utakuwa unaishi kwenye ukingo. Unajua Samsoni alikosa tu kitu kidogo. Samsoni alikuwa na upako sana. Yaani Samsoni alikuwa anatoka kulala na mwanamke, alafu anatoka hapo anabeba geti la mji anaenda kulipeleka juu ya mlima. Alikuwa na upako hadi akawa na kiburi. Lakini Samsoni alikosa kitu kidogo sana. Alikosa nidhamu za kiroho. Alikosa nidhamu ya kiroho inayoitwa maisha matakatifu. Kuchagua kumuishia Mungu. Kwa hiyo akafikiri kwamba kwa sababu una upako unaweza ukaishi vyovyote vile. Kwa mara nyingi sana tukiongea kuhusu Samsoni tunaongea kuhusu yeye kusema asili ya nguvu zake na kukatwa nywele zake. Lakini Samsoni hakuamka tu asubuhi akaenda kusema asili ya nguvu zake. Kuna mahali fulani alianzia. Yaani kilichofanya Samsoni akaporomoka ni kwa sababu alikuwa anaishi ukingoni. Alikuwa anaishi kwenye ukingo wa kurudi nyuma duniani. Alikuwa anaishi kwenye ukingo wa kurudi nyuma duniani. Samsoni alianza kutest the limits. Unajua kuna mtu ambaye ana test the limits. Yaani ukimwambia usifanye hivi, ukimwambia urudi nyumbani, mzazi akisema saa 12 kamili wewe umerudi hapo. Yaani saa 11:59 ndo anaingiza mguu wa pili ndani. Yaani ana test the limits to the maximum. Mara ya kwanza Samsoni ameshaambiwa usiseme wewe ni mnadhiri wa Mungu, usinywe kileo, usikate nywele zako, usioe mataifa. Usioe mtu wa duniani. Lakini unakutana na Samsoni kwenye Waamuzi 14 mstari wa 5, yuko kwenye mashamba ya mizabibu. Hajanywa divai bado, lakini yuko kwenye mazingira, kwenye maeneo ya tukio. Yuko kwenye maeneo ya tukio. Biblia inasema ndipo Samsoni na baba yake na mama yake wakateremkia Timna. Wakafika mashamba ya mizabibu huko Timna. Yaani ile siku anakutana na yule mwana simba anamrarua, alikuwa yuko sehemu ambayo ni mazingira ya kitu ambacho ameambiwa asifanye. Ni sawa na mdada ambaye anakaribishwa chumbani na jamaa mmoja huko chuo hostel huko. Ana nia njema, ameokoka na wala hawazi sana kwamba kuna chochote kinaweza kikatokea. Lakini amesogea yuko kwenye shamba la mizabibu tayari. Haendi kunywa pombe, lakini yuko kwenye shamba la mizabibu. Kuna rafiki yangu wakati tuko advance aliniambia, bwana mimi nimejaribu kuacha kuangalia porno nimeshindwa. Nikamwambia umejaribuje? Hiyo ni 2012. Huko kulikuwa kuna CD sana hizi zinauzwa. Vibanda umiza vimeharibu sana vijana. Ukija kuwa kiongozi, ukija kuwa mbunge au mimi ni mhubiri wa Injili, sina ambition za siasa. Ila najua kuna mtu hapa ambaye Mungu anamwandaa. Uvipige marufuku hivi vibanda umiza vyote. Vinaharibu kizazi. Huyu jamaa wangu akaniambia akiwaga akipita huko mjini huwa akikutana na DVD za pornography ananunua. Akiambia wakati nanunua sina nia kabisa ya kuziangalia. Naenda tu kukaa nazo nyumbani. Anasema naenda tu kuziweka chumbani kwangu. Hadi siku moja sasa.
Akamwambia hadi siku moja unakuta imefika usiku saa 6 sina usingizi. Hapo nimeshinda siku nzima naangalia Bongo Flava. Nimeangalia mamovie haya siku hizi ambao ndani yake kuna mambo mengi sana wewe unayajua. Baada hapo anajikuta tu ameangalia zile DVD. Kwa ananiambia sasa nifanyeje niache? Na bibi unajisikiliza kweli unachokisema? Unajua Nehemia anasema baada ya Nehemia kujenga ukuta wa Yerusalemu, watu wale wa kutoka nje ya ukuta wale ambao sio Wayahudi waliokuwa wanakuja kufanya biashara Yerusalemu walikuwa wanakuja hadi siku ya Sabato. Nehemia akawakataza. Kwa wakawa wanakuja na mizigo yao halafu wanaiweka nje ya ukuta tu wa Yerusalemu. Nehemia akagundua kwamba sio kila mtu ana imani ambayo ni thabiti. Kwa kuna Wayahudi ambao kweli ana nia ya kuishika Sabato. Lakini usiku hiyo siku amesahau kununua mkate, anauma na njaa usiku afu anakumbuka kwamba hapo nje tu ya ukuta kuna mikate hapo. Kwa nikifanikiwa kutoka tu nitaenda kununua. Kwa tayari huyu mtu unamtendesha dhambi, anafanya biashara siku ya Sabato kwa sababu tu bidhaa ziko karibu. Kwa Nehemia akawaambia wale jamaa, mkija tena hapo ukutani nitawakamata. Akaweka majaribu akayaweka mbali. Unajua ndugu zangu, majaribu hayana mbabe. Yaani kama Yesu alisema ombeni msiingie majaribuni. Ututoe, usituingize majaribuni bali utulinde na yule mwovu. Kwa nini Yesu hakusema tuombe kwamba Mungu utuingize majaribuni afu ututoe? Alisema muombe msiingie. Yaani kuna vitu ni vya kukaa navyo mbali. Havina umwamba. Lakini Samsoni unakutana naye kwenye mashamba ya mizabibu. Next time unakutana naye magirlfriend wake wote ni wa mataifa. Wale ambao wameambiwa asioe. Wewe unafikiri mtoto wa Kiyahudi angemnyoa nywele Samsoni? Angemuuza. Angemuuza kwa nani kwanza? Alivyojichanganya akaanza kuleta watu wa mataifa. Ndio maana wewe makini sana kuolewa na mtu ambaye hajaokoka. Kuna mtu anasema vijana wa kanisani wanaboa, hawana exposure. Wewe hiyo exposure umeitoa wapi wakati tuko na wewe hapa kila siku? Ukishamsikia mtu hivyo ujue huyu ni ndugu yake Samsoni huyo. Kuna kitu kinamtafuta, atatobolewa macho sio muda mrefu. Lakini Samsoni vitu ambavyo aliambiwa asifanye ndo anafanya. Ameambiwa usile, mnadhiri wa Bwana alikuwa hataki kugusa kitu kilichokufa hata kama ni ndugu yake. Yaani ulikuwa hutaki kugusa kitu kilichokufa. Lakini Samsoni anakutana na asali iko kwenye mzoga wa simba anakula. Kwa kilichokuwa kimebaki kwa Samsoni ilikuwa ni kusema tu kuhusu nywele, vingine alikuwa ashavimaliza vyote. Yaani alikuwa anaishi kwenye ukingo, ndio maana akadumbukia, akaporomoka. Profesa wangu mmoja alinipa huu mfano ambao umestiki na mimi. Akaniambia fikiria unamiliki semi-trailer. Alafu hii semi-trailer yako inapeleka mizigo. Inapeleka mizigo sehemu ambayo barabara inapita kwenye makona makali kama Kitonga ile au makona yale ya Lushoto yale ambako yani lami inaishia ukingoni kabisa. Halafu hii semi-trailer inatakiwa ipeleke mzigo ambao ni very delicate na ni mzigo wa gharama sana. Wewe sasa ambaye ndo mmiliki wa semi-trailer na mzigo unatafuta dereva. Kwa wakaja watu wawili kuomba kazi. Wote ni madereva wa malori na wana leseni. Kwa ukawaita sasa kuwafanyia usaili. Ukamuuliza yule wa kwanza kwamba wewe kwenye zile sehemu zile zenye kingo zile wewe utakuwa unaendeshaje ile gari? Yule wa kwanza akakwambia bwana, udereva mzuri ni udereva wa kujihami. Kwa mimi nitakuwa nakaa mbali na ukingo iwezekanavyo. Kuna muda hata nikiwa naona mtu anakuja kule mbele ninaweza hata nikasimama kwanza nisubiri apite ili tusije tukalazimisha kupishana nikajikuta nimesogea sana ukingoni. Sawa. Kwa hiyo umemalizana naye. Alafu wa pili sasa unakutana na jamaa wa pili amekuja. Anamwambia wewe kwenye ukingo utakuwa unaendeshaje gari? Qualification zote anazo. Anakwambia bwana, kwanza ni mimi kingo ndo vitu vyangu mimi. Yaani kuna namna fulani gari nisipoiendeshea ukingoni yani kuna stimu fulani hivi siipati.
Yaani kuna muda gari naiendesha hadi tairi moja inanyanyuka hivi, yani ndo napata raha sasa. Hata sisinzii. Nikiendeshea mbali huku naweza hata nikasinzia, nisidumbukie huku lakini nikagonga huku pembeni. Akaniambia utampa kazi yupi kati ya hao wawili? Kwa sababu unaweza ukawa ni master na sio kwamba huyo anakudanganya. Kwa kwanza mimi hata kujifunza yenyewe nimejifunzia kwenye kingo. Kwa hamna kipya hapo cha kuniambia. Hamna kipya cha kuniambia. Unaweza ukawa ni master sana wa kuendeshea ukingoni. Na kila siku unaenda unafika. Juzi niliona video moja mtandaoni ya jamaa anafuga simba. Huko Australia huko masimba makubwa linakuja linamrukia linamwangusha. Utakuwa umeiona labda. Sasa Watanzania, kuna Mtanzania pale akakomenti akasema kuna siku tu kwamba huyu simba anakujua lakini kuna siku atasahau kwamba wewe ni nani. Kwa hiyo unaweza kuwa unaendeshea ukingoni na kila siku unaenda unafika. Lakini kuna siku. Kuna watu hapa wana mahusiano na mahusiano yao wanaendesha kama huyu dereva wa pili, wanaendeshea ukingoni. Yaani kitu pekee ambacho hawajafanya ni dhambi yenyewe, lakini vingine vyote washafanya kama Samson. Hebu mwambie mwenzako kuna siku tu. Na usije ukaja kwa Pastor Tito ukasema pastor mimi sijui hata tulifikaje huko. Jamani, unajua ukija sema kama umeamua kutubu ukija sema ukweli. Sema siku ya kwanza tulianza kwa kushikana mikono, siku ya pili tukatembea gizani, siku ya tatu tukaongea mazungumzo machafu hadi asubuhi, siku ya 4 tukaenda room kwake lakini hatukufanya chochote. Hii siku ilikuwa ni siku ya 5 sasa mchungaji. Wewe umeamua kutubu. Sema ukweli, lakini nakuombea usifike huko kwa jina la Yesu. Kaa mbali na ukingo iwezekanavyo. Kaa mbali na kingo iwezekanavyo, kwa sababu kilichomtokea Samsoni ni kwamba alijikuta ametobolewa macho. Baada ya kuishi ukingoni, siku moja tu akaamka ametobolewa macho. Sasa siku hizi watu wala hawatobelei macho haya hapa. Macho maana yake ni maono. Yaani siku moja tu Samsoni akaamka asubuhi, haoni vitu kama ambavyo alikuwa anatakiwa avione. Hicho ndicho ambacho dhambi inafanya kwenye maisha yako. Unaamka asubuhi tu unashangaa, huoni mambo kama ambavyo ulikuwa unayaona, huoni vitu kama ambavyo Mungu anataka uvione. Umeshafanywa kuwa kipofu. Umeshafanywa kuwa kipofu. Lakini namna ya kuwa salama usiishi ukingoni ni kuishi nidhamu za kiroho. Ukiziishi nidhamu za kiroho utakuwa mbali. Session ya mchana tutaongea kuhusu mahusiano. Kwa sababu nilichogundua ni kwamba naweza nikawafundisha hivi vitu vyote hivi tukakaa hapa siku nzima, lakini msipoelewa mahusiano mkaishi vizuri, huu moto mnauzima kesho asubuhi. Kwa hiyo lazima mchana tutaongea kuhusu mahusiano, baada ya hapo tutafanya maswali na majibu, tutamuomba na Mungu. Kwa hiyo ukiondoka hapo unaondoka na package yako full. Utaondoka na package ambayo iko full. Sababu ya 4 na karibia kumaliza. Kwa nini unahitaji nidhamu za kiroho? Nidhamu za kiroho zitakufanya usiwe Mkristo mnyonge. Mkristo ambaye anaishi chini, below their potential. Mkristo ambaye anaishi below his or her potential. Unajua huu ufalme tuliopo ndugu zangu ni ufalme wa nguvu. Ni ufalme wa nguvu. Biblia inasema tangu kipindi cha Yohana Mbatizaji, ufalme unatekwa kwa nguvu. Sasa hii nguvu iko wapi? Hii nguvu iko wapi? Hapa unisikilize kwa makini. Hii nguvu iko wapi? Hii nguvu iko ndani yako. Waefeso 3:20 inasema atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu. Hebu sema mno. Kuliko yale tuyaombayo na tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu inayofanya kazi ndani yetu. Kwa kwanza nguvu ipo ndani yako. Yaani nguvu ya Mungu inayotakiwa izalishe matokeo kwenye maisha yako haiko mbinguni. Iko ndani yako. Kwa mfano ingekuwa nguvu inayotakiwa izalishe matokeo kwenye maisha yako iko mbinguni, inawezekana ungekuwa mbali zaidi. Lakini nguvu iko ndani yako. Lakini unajua kuwa na nguvu ni jambo moja, alafu kuwa na nguvu inayofanya kazi ni jambo lingine. Kwa nguvu ipo, lakini anasema kitakachozalisha matokeo kinategemea ni nguvu kiasi gani inafanya kazi.
Kuna volcanoes, kuna type 4 za volcano. Najua mmesoma au zimeongezeka, mimi nimesoma siku nyingi kidogo. Bado hizo. Kuna type 3 nafikiri, dead, dormant na active, si ndio? Sasa dead volcano ilishawahi, tunaambiwa tu kwenye historia, ilishawahi kulipuka miaka hiyo, lakini saa hizi hakuna kinachoendelea. Unaweza hata ukaenda ukalala pale hadi kesho ukaishi hapo. Hiyo ni dead volcano. Halafu kuna volcano ambao ni dormant. Dormant ndio kama mlima Kilimanjaro, yani ililipuka sio siku nyingi sana, lakini ililipuka kipindi fulani. Lakini na yenyewe saa hizi hamna kinachoendelea, lakini bado kuna potential. Something might happen anytime. Halafu kuna active volcanoes sasa, ambazo unaambiwa ukae mbali nazo. Ndio kama Oldonyo Lengai, mara tu siku mnaamka kuna moshi tu unatoka, kuna moto, si kuna nini, kwa sababu iko active. Sasa Wakristo pia wako hivyo hivyo. Kuna Mkristo ambaye yani yeye saizi kilichobaki ni historia, inabidi tumpeleke makumbusho ya taifa, kwamba ashawahi kuaga na moto. Anakuambia kipindi hicho niko form 1 tulivyokuwa tunatoa mapepo hapo Sangu sekondari. Kwa hiyo saizi wewe unatoa nini sasa? Saizi anatoa hela tu, bumu tu anatoa tu M-Pesa. Mapepo hakuna, moto ushakufa, yani ni historia imebaki. Kuna Mkristo mwingine ambaye mkimboost kidogo anawaka kama siku 2-3. Huyo ni dormant. Hao wote kumbuka, nguvu ipo lakini haifanyi kazi. Halafu sasa Mkristo ambaye Mungu amemkusudia anatakiwa awe ni mtu ambaye yuko active. Yaani ukiwa naye chochote kinaweza kikatokea wakati wowote. Yuko vibrant, yuko on fire. Mara ametoa pepo mahali fulani, mara unasikia sio ametoa wimbo, mara ameandika kitabu, mara unamuona sio anafanyaje, yaani yuko active. Mara umeona amegombea kwenye serikali ya wanafunzi, amekosa lakini amepata fursa ya kukutana na watu. Yaani ni mtu ambaye yuko active. Hivi unajua hata ukigombea, mojawapo ya vitu mimi ninajilaumu ni kwamba nikiwa chuo nilishawishiwa sana nigombee urais nikakataa. Sasa ufikiria chuo cha watu zaidi ya 20,000. Hata ningegombea tu nikakosa. Hivyo nafikiri ningepata followers wangapi pale ambao sasa ningekuwa nawapiga injili? Unafikiri ningekuwa level moja na wewe ningegombea nikakosa? Hivi wagombea urais waliokosa uwajui wewe? Hivi ukutana na mheshimiwa Rungwe Spunda, mzee wa ubwabwa, wewe utajiuliza mara mbili? Ameshawahi kuwa rais yule? Lakini ana influence. Akiongea angalau tunacheka. Yaani tunafuatilia vitu anavyosema tunafurahi. Mtu aliyejaa roho ni mtu ambaye yuko vibrant. Huyo ni mtu ambaye nguvu inafanya kazi. Nguvu ya Mungu inafanya kazi ndani yake. Sasa hii nguvu sasa, kwa sababu ipo ndani yako, unairuhusu vipi ifanye kazi? Hii nguvu unairuhusu ifanye kazi kupitia nidhamu za kiroho. Ndio unavyoichochea. Yaani kila muda unapokaa katika neno, unapokaa katika maombi, unapofunga, hii nguvu unaiactivate. Umeshawahi kukemea pepo ukiwa umetoka kwenye mfungo? Alafu siku nyingine ukakemea ukiwa unatoka kwenye mambo yako mengine yale unayojua. Haujafunga, una miezi 2. Hata kanisani kwenyewe unakuja tu kwa kubipu. Utagundua kwamba nguvu ikiwepo hata mapepo yanajua. Yale yule mtu mwenye pepo aliwaambiaje wale wana wa Skewa? Aliwaambia Yesu tunamjua na Paulo tunamjua. Swali sasa ni nyinyi kina nani? Mtu wa maombi, mtu wa nidhamu za kiroho ni mtu mwenye nguvu. Tuliwahi kwenda outreach mkoa fulani kipindi niko chuo. Tukafika hiyo sehemu inafahamika kwa ushirikina sana. Kwa tumefika pale sasa, outreach za chuo zinakuwaga very vibrant. Tumefunga chuo siku 21, tumefika pale bado tunaendelea mfungo. Kwenye tenti kuna watu wamefunga siku 7. Kwa tuko pale yani tunakiwasha. Kama siku ya 3 ya 4 hivi akaja bibi mmoja. Mimi nilikuwa nabaki, yani wakati wameenda kushuhudia nilikuwa nabaki kuangalia mambo ya administration na nini. Kwa niko pale na wenzangu wachache, si 2 au 3, tunajaribu kufanya mahesabu kwamba tunaweza tukarudije nyumbani, tuna hela budget zinaendaje. Bibi mmoja tu akaja tu ghafla, yani kama vile ameibuka tu yani.
Ghafla tu huyu hapa. Tukakaa naye. Bibi fulani ana exposure tu, msomi mzuri. Tumekaa naye pale. Akatuambia, sasa tulivyojua kwamba huyu sio mtu wa kawaida, wakati tunapiga naye story. Yaani kuna muda yupo, kuna muda hayupo. Yaani kuna muda kama vile mkimshtua ndo anashtuka, yani anarudi, lakini hakuepo. Kwa anahama kutoka ulimwengu wa roho anakuja ulimwengu wa mwili, anarudi ulimwengu wa roho. Lakini yule bibi akatuambia, lile kanisa tuliloenda wachungaji walikuwaga hawakai pale kwenye ile kanisa. Yaani akija mchungaji atapigwa matukio, akimaliza mwaka ni bahati, ataondoka. Lakini yule bibi akatuambia, huyu mchungaji wa sasa hivi huyu atakaa, huyu atadumu hapa. Kamwambia kwa nini? Kumbuka wewe ni mchawi, anatuambia. Akatuambia huyu anaomba. Huyu hapa anaomba. Yaani hata wachawi wanajua kwamba huyu tumempiga misumari yote imekwama. Alafu pastor mwenyewe sasa ukimuona, yaani wewe na mimi tungemuona mara ya kwanza tungemhukumu. Na hizi standard zetu za Kasfeta hizi, pastor mwenyewe amekula ma bracelet, macheni nini. Amevaa suti zake kali. Yuko na mke wake wawili tu. Lakini rohoni ni heavyweight. Yaani wachawi washaambiana, jamani, je, kuna mapepo kuna muda anambia jamani, sasa huyu mtu tumwache. Tumwache afanye mambo yake, akimaliza ataondoka kwa muda wake. Lakini hatuwezi kushindana naye. Kwa mtu ambaye sio wa nidhamu za kiroho, nguvu ipo. Unafikiri nguvu wale wachungaji wengine walikuwa hawana? Nguvu ipo, lakini unairuhusu ifanye kazi kwa nidhamu za kiroho. That's how you activate the power of God. Hivyo ndio unavyoichochea na kuizalisha nguvu ya Mungu ifanye kazi kwenye maisha yako. Unajua kitakachozalisha matokeo kwenye maisha yako sio nguvu ya Mungu ambayo iko mbinguni. Kitakachozalisha matokeo kwenye maisha yako ni nguvu ya Mungu ambayo ipo kwenye maisha yako sasa hizi na inafanya kazi. Kwa wajibu wako wa kwanza ni kuhakikisha kuna nguvu ya kutosha umeichochea. Ina flow. Inafanya kazi. Kwa nidhamu za kiroho zinaichochea nguvu ya Mungu na kuiruhusu ifanye kazi kwenye maisha yako na kuiruhusu ifanye kazi. Yuda 1:20 inasema, bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Nidhamu ya kiroho ya kuomba katika Roho, ya kunena kwa lugha kwa muda mrefu, hiyo ndo namna ya kukufanya uwe giant huku ndani. Yaani ukiwa mtu unayeomba katika Roho kwa masaa, kwa siku, utakuwa ni mtu ambaye nguvu ya Mungu ipo inafanya kazi kwenye maisha yako masaa yote. Ni Danieli 11:32 inasema, wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kufanya mambo makuu. Huwezi kufanya mambo makuu kama wewe ni dhaifu. Danieli 11:32 nimesema. Kwa ili uwe hodari, lazima mojawapo ya vitu ambavyo unatakiwa uvimaster ni kuomba kwa masaa ya kutosha. Kuomba katika Roho. Kunena kwa lugha for hours and for hours, sometimes for days. Nilikuwa na hudumu mahali fulani na dada mmoja ambaye Mungu amemsaidia, ameclimb the corporate ladder huko Marekani hadi amekuwa meneja. Sasa yule dada akawa anasema kwa changamoto alizozipitia kule asingeweza kufika alipofika kama angekuwa haneni kwa lugha muda wote. Anasema mojawapo kati ya vitu vilivyonifanya nikawa hodari, nikaweza kukabiliana na changamoto nilizokabiliana nazo, ni kwamba my spirit is strong. Yaani katika vitu ambavyo natakiwa viwe na nguvu kwenye maisha yako ni roho yako. Kwa dada anasema nikiwa naosha vyombo nanena kwa lugha, nikiwa nafua nanena kwa lugha, nikiwa naoga nanena kwa lugha, kila muda. Unajua wanasema zaidi ya 90% ya maombi ya Mkristo unatakiwa uyaombe katika Roho Mtakatifu. Yaani mahitaji yako unatakiwa unayachomekea tu kwa katikati. Lakini usiombe masaa mawili unaombea vitu vyako, mahitaji yako tu. Mruhusu muda mwingine nenda mbele za Mungu ukiwa huna ajenda yoyote. Kajijenge nafsi yako kama anavyosema Yuda. Chochea nguvu ya Mungu. Iruhusu nguvu ya Mungu ifanye kazi. Unajua mimi ukiniuliza mara ya mwisho sikwambii usiombee mahitaji yako, ni muhimu kuombea. Biblia inasema haja zako zijulikane na Mungu. Lakini nakufundisha kwamba ukiwa ni mtu unayekaa mbele za Mungu muda mrefu, kuna vitu vingi sana utakuwa hata huombi. Vitakuwa vinatokea tu wenyewe kwa sababu nguvu itakuwa inafanya kazi.
nguvu ya kutosha ipo, inafanya kazi kwenye maisha yako. Kwa namna ya kukabiliana na vikwazo. Unajua ukiwa weak, yani your inner man is weak, kuna levels, kuna vitu utaweza kufanya. Kuna mtu ambaye ukimwangalia vibaya, hata akikutana tu na mtu akamwangalia vibaya, tayari anakuwa depressed wiki nzima. Hapo bado hujafika mahali ukaambiwa hapana, bado hujasemwa vibaya afu ikawa ni kweli. Kuna vitu vingi sana vya kukukatisha tamaa hapa duniani, na ukisubiria mambo yawe mazuri. Kuna mtu alisema ukitaka upendwe na kila mtu, labda wewe unauza ice cream. Na lakini hata ukiwa unauza ice cream bado, mimi huwa nawanunulia watoto wangu ice cream. Kuna muda tunafika pale, ile wanaotaka yeye hawana, wanaotaka wao yeye hana. Kwa tayari na yeye hawezi kupendwa na wale watoto wangu pia. Kwa hata uuze ice cream bado kuna watu hawatakupenda. Kwa lazima tu make it okay kwamba changamoto zipo, lakini wote walidu ni kwamba wali get stronger. Mimi nitakuwa hodari ili niweze kufanya mambo makuu pamoja na changamoto zilizopo. Kwa bila nidhamu za kiroho utavunjika moyo na utawekewa vikwazo na vitakuzuia kweli. Wakati naanza kazi, kuna mtu mmoja ambaye nafikiri nishawahi kuambia hapa kanisani. Kuna mtu mmoja ambaye nilikuwa namwamini sana. Yaani alishawahi kunisifia afu fanyaje? Yaani nikaamini kile alichoniambia. Aisha kuniambia I'm smart, nafanya vizuri, nitaenda mbali, nikamwamini. Alafu nilivyoanza kazi tu, sasa huyo mtu niko naye kwenye profession moja, sema yeye ameenda mbali zaidi. Kwa hiyo nilivyoanza kazi tu, sikuanza kama yeye alivyoanza ya kwake. Kwa alikuwa anatarajia kwamba kwa standard yake yeye alikuwa anataka nianze kama yeye. Lakini mimi hiyo haikuwa njia yangu. Yaani kwa nilikokuwa naenda, mimi nilianzia sehemu tofauti na yeye alipoanzia. Kwa hiyo alivyoambiwa kwamba nimeanzia wapi, akaniambia I am doomed. Yaani kuwa doomed hadi nikatamani sana ningekuwa sijui Kiingereza labda ili nione mtu akikwambia you are doomed, yani amekwambia uko vizuri. Lakini aliniambia you are finished, yani wewe umeishia hapo. Kama hiyo hapo ndiko ulikoanzia, then you are done. Yaani unajue tu kwamba utakuwa mtu wa kawaida, utakuwa just another statistic. Utakuwa tu umeongeza idadi ya wanasheria kwenye nchi, lakini hamna kitu significant utakachofanya. Sasa kwa sababu nilikuwa nishawahi kumwamini mara ya kwanza, nikajikuta hata ile alichoniambia pia nimeanza kumwamini. Nikaanza kujifikiria mara mbili kwamba maybe labda atakuwa sahihi, labda anajua, she has been around long enough, labda anajua. Lakini sasa nataka nikuonyeshe umuhimu wa nidhamu za kiroho, kwa sababu sasa mimi ni mtu wa Mungu. Hata muda mwingine akili yangu ikianza kuhama, nikirudi kwenda kukaa na Mungu ananiweka sawa, ananirudisha. Kwa kama wiki nzima hivi nikaa naenda kazini sina furaha kabisa. Kabla hapo nilikuwa very excited, yani naenda nakutana na wateja, naenda mahakamani, yani niko on fire. Na enjoy kazi yangu hadi mtu alipokuja kuniambia kwamba kazi yangu sio nzuri. Lakini mimi nilikuwa naona ni nzuri kabla hapo, na nilikuwa naipenda na nilikuwa ninapata kila ninachotaka. Kwa baada ya kuniambia, unajua Biblia inasema imani inakuja kwa kusikia. Sio imani ya kweli tu kwa Mungu, hata imani hizo ambazo za upande wa pili negative zinakuja pia kwa kusikia. Kwa alivyoanza kuniambia kwamba I'm doomed, nikaanza kumwamini, excitement yangu ya kazi ikaisha. Yaani nikakaa kama wiki hivi I'm not excited. Sina raha, sina furaha ya kwenda kazini. Sasa siku moja niko kwenye devotion yangu, nikaa nasoma kitabu cha Yohana sura ya 1, sura ya 3, mstari wa 8. Yesu anamwambia Nikodemo, upepo unavuma, sauti yake unaisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Akamwambia hivyo pia ndivyo alivyo mtu aliyezaliwa kwa roho. Kwa kifupi Yesu anamwambia Nikodemo, mtu aliyezaliwa kwa roho ni mtu ambaye ni unpredictable. Yaani wewe huwezi kukaa chini ukasema huyu mtu anaenda hapa na pale, huyu mtu ataishia hapa. Ni kama upepo, kama ambavyo huwezi kuupangia upepo pa kwenda, ndio mtu ambaye amezaliwa katika roho alivyo. Kwa Roho Mtakatifu akanambia, yaani huyo mtu hapo ni wewe. Akanambia wewe hapo huwezi kuwa doomed hata siku moja. Kwa sababu hakuna mwanadamu mwenye nguvu ya kusema wewe uko doomed. Hilo neno doomed does not apply to you. Roho Mtakatifu akanipeleka pale Biblia inaposema farasi wanawekwa tayari kwa ajili ya vita, lakini anayeleta wokovu ni Bwana.
Kwa kuna muda unaweza farasi usiwaone. Ndio maana nakutia moyo usiwe mwepesi sana wa kumwrite off mtu wa Mungu. Yaani usio kama mtu aliyeokoka afu ukasema huyu hapa haendi popote. Kwa sababu atakushangaza. Na Biblia inasema Mungu anapenda kuviinua vinyonge ili aviaibishe vyenye nini? Wenye nguvu. Kwa kwanza tu una pass judgment kwa watu, hiyo pia ni ishara ya kiburi. Kwa Mungu akaniambia farasi wanaweza wakawekwa tayari, lakini anayeleta wokovu ni mimi. Kwa hiyo usitishwe na uwepo wa farasi au kutokuwepo kwa farasi. Yule mtu nikaja kukutana naye miaka 5 baadaye. Sidhani hata kama alikuwa anakumbuka alichoniambia. Kwa ni kama shetani alimtuma tu aje aniharibie maisha yangu, alafu yeye mwenyewe hata hakumbuki alisema nini. Kuna mtu huko hapa, inawezekana ushai kuambiwa you are stupid. Ushai kuambiwa wewe ni mjinga, huna akili, you will not amount to anything, na wewe ukaamini. Na ulivyoamini ukaanza sasa, ndio imani inalazimisha, inataka matendo. Yaani ulikuwa uko sawa tu, ulivyoambiwa wewe ni mjinga ukaanza sasa kufanya matendo ya ujinga. Ili uwe mjinga sasa lazima imani ionekane. Lakini neno la Bwana lipo mchana wa leo. Nidhamu za kiroho zitakusaidia kujua wewe ni nani. Kujua wewe ni nani. Bwana haokoi. Mungu akaniambia mimi siokoi kwa wingi wala kwa uchache. Kwa hiyo swala sio idadi. Swala ni Mungu anayeokoa. Ni Mungu anayeokoa. Kitu cha mwisho, nidhamu za kiroho zitakufanya usizuilike. Nataka tumalize tukamwombe Mungu. Nidhamu za kiroho zitakufanya usizuilike. Uwe unstoppable. Kwenye eneo lako la ushawishi Mungu alilokuweka. Unajua kila mmoja wetu hapa kulingana na vipawa na karama ulizonazo, kuna eneo lako la ushawishi ambalo Mungu amekuweka. Mungu anakusudia uende hapo kwenye hilo eneo. Ukae hapo, umwakilishe hapo. Uwe balozi wa ufalme wa Mungu hapo. Sasa, mtu wa nidhamu za kiroho ni mtu ambaye kwenye eneo lake la ushawishi atakuwa ni mtu asiyezuilika. Kama Mungu anakupeleka kwenye mifumo ya kiutawala, basi ukienda huko ukawa mtu wa nidhamu za kiroho, utakuwa kama Danieli, utakuwa mtu ambaye hazuiliki. Hata akisukiwa njama haziwezi kufanikiwa. Kwa sababu ni mtu anayeziishi nidhamu za kiroho. Mojawapo kati ya watu ambao walikuwa unstoppable kwenye Biblia ni Yoshua. Sasa ukimsoma Yoshua unaweza ukafikiri aliibuka tu siku moja, lakini Yoshua alikuwa ni mtu wa nidhamu za kiroho. Hebu angalia maandiko haya nikiwa namalizia. Biblia inasema, naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama mtu asemavyo na rafiki yake. Kisha akageuka akarejea hata maragoni, yani Musa akarudi nyumbani. Bali mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka mle hemani. Yani Yoshua tangu akiwa mtoto, tangu akiwa kijana mdogo, alikuwa ni mtu wa kukaa kwenye uwepo wa Mungu hadi anaachwa humo. Musa anaondoka, Yoshua anabaki. Alikuwa ni mtu wa nidhamu za kiroho. Sio mara moja. Musa alikuwa akienda mlimani, Yoshua pia alikuwa anaenda. Alikuwepo, Yoshua alikuwepo. Sasa wakati ulipofika sasa, wa Yoshua ku step up sasa. Musa ameshakufa. Mungu anamwambia Yoshua, Musa mtumishi wangu amekufa. Wewe sasa inabidi ukae kwenye nafasi. Sikiliza ambacho Mungu anamwambia mtu ambaye ameziishi nidhamu za kiroho maisha yake yote. Anamwambia hakuna mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Kwa kifupi Mungu anamwambia Yoshua, hii version yako hii, this version, the version that you have now, this version is unstoppable. Anamwambia kipindi kile unakaa kwenye uwepo wangu, kuna software fulani nilikuwa nakuingizia. Sasa hivi sasa wakati wake umefika wa kutumika, na hakuna mtu anayeweza akasimama mbele yako. Unajua hakuna kitu chenye nguvu kama wazo la kimungu ambalo wakati wake umefika. Yaani kama Mungu anafanya kitu fulani, alafu wewe ukawa mstari wa mbele kwenye hicho kitu, hakuna mtu anayeweza akasimama mbele yako. Kwa kama Mungu anawarithisha wana wa Israeli nchi ya ahadi sasa hivi, hicho ndio ambacho kiko kwenye kalenda za Mungu. Halafu wewe ndio Joshua, ndio kiongozi wao. Simply hakuna mtu anayeweza kusimama mbele yako. Lakini Joshua alikuwa ni mtu wa nidhamu za kiroho.
Pamoja na kwamba kuna vizuizi vingi sana vya kukuzuia kuifikia hatima yako hapa duniani. Shetani yupo, mazingira yapo, watu wapo, wewe mwenyewe mwili wako upo, lakini mtu wa nidhamu za kiroho ni mtu ambaye hazuiliki. Ni mtu ambaye hazuiliki. Nidhamu za kiroho zitakufanya, zitakuongezea uwezo wako wa kunyumbulika. Unajua kuna kitu kinaitwa maneuverability, the ability to maneuver. Unajua ukitaka uende sehemu tu ambazo zina barabara nzuri, utaenda sehemu chache sana hapa duniani. Kimsingi asilimia kubwa ya barabara za maana hazikupeleki sehemu yoyote ya maana. Kwa kuna sehemu ili ufike, lazima ujifunze kupenya. Lazima uwe na version yako ambayo ni nyepesi, inaweza kupenya. Kuna sehemu inabidi uende ambazo hutakiwi kwenda kimafanikio. Sasa naongelea, yaani watu hawawezi kukuruhusu, lakini washangae tu umefika, yaani hawana cha kufanya na wewe, inabidi wakupe kiti. Kwa sababu wameshangaa umeshafika. Umepitia wapi? Hajui. Wakati nimefika chuo, nilikuwa kwenye fellowship ina watu zaidi ya 300. Na mimi nimefika pale, viongozi tulikuwa tunachagua mwaka wa pili. Mwaka wa kwanza tumeenda outreach, mimi nilikuwa jikoni huko napika. Kwa hata mwenyekiti wa tawi alikuwa hata anijui vizuri, tofauti na kuniona sura. Na watu wanaopendekeza viongozi ni viongozi huko. Kwa hiyo imefika mwakani sasa uchaguzi, ndio watu wanapendekezwa. Wakapendekezwa watu pale wakuwa katibu wa tawi, na mimi jina langu likatajwa. Somehow tu in some way nikachaguliwa, nikawa katibu wa tawi. Sasa baada ya pale, kiongozi mmoja pale mkubwa tu wa fellowship akanifuata akaniambia, wewe inaonekana ulikuwa unafanya mambo yako chini chini sana wewe. Yaani kama vile nilikuwa na robo watu wanichague, lakini sikufanya lobbying yoyote, hakuna mtu aliyekuwa ananifahamu. Lakini nilikuwa nimepenya hadi wameshangaa, ndo napigiwa kura, sasa ndo niko hapa, hawawezi kunikataa. Nishakuwa sasa tayari. Sasa maisha pia ni hivyo hivyo, ukisubiria ukaribishwe kila mahali, kuna watu hawatakuja kukukaribisha. Yaani ile Biblia, kwa nini unafikiri Biblia inasema anaandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu? Manake watesi wako pale eneo la chakula, yani pale. Unafikiri watakupisha njia upite? Unapenya. Wanashangaa umefika na unakula. Inabidi tu washangae sasa, wasimame tu ili andiko litimie. Sasa ili uweze kuwa hivyo, lazima uwe mtu wa nidhamu za kiroho. Reinhard Bonnke ameleta watu kwa Yesu zaidi ya milioni 60. More than 60 million souls. Asilimia kubwa akiwa ni Afrika. Sasa Bonnke wakati tu anaanza huduma yake, siku moja Mungu akamuonyesha, ndio ameanza huduma yake huko Afrika. Mungu akamuonyesha yuko kwenye meli kubwa ya kivita. Halafu ile meli ipo kwenye mojawapo ya mito mikubwa huko Afrika. Labda Kongo huko au wapi. Alafu Mungu akamuonyesha ile meli imeenda hadi imefika mahali ambako mto umepungua. Halafu imeingia pale, imekwamia pale. Kwa anajaribu kuipeleka nyuma haiendi, anajaribu kuipeleka mbele haiendi. Mungu akamwambia, hii ndo huduma yako. Yaani hii meli unayoiona ndio hii huduma yako. Ile ya Christ for all nations. Akamwambia hii huduma yako hii, kwa kiwango chako cha maombi ulichonacho sasa hivi utaenda. Lakini ukifika mahali fulani utakwama. Kama hii meli, utaingia mahali utagota. Ingekuwa unafanyia huduma baharini, meli inaweza ikazunguka inavyotaka. Lakini kama ni kwenye mito ya Afrika, wewe ungekuwa unatafuta, umesoma sociology Marekani wewe. Yaani ungekuwa unaomba, ungekuwa unamhitaji Mungu, lakini sio kwa ajili ya chakula. Lakini kwenye mito ya Afrika huko unahitaji uwezo wa kupenya. Mungu akamwambia, meli kubwa ya kivita haihitaji tu uwezo wa kwenda mbele kwa kasi. Inahitaji pia uwezo wa kupenya. Mungu akamwambia, you need to increase your maneuverability, your ability to maneuver. Bila hivyo kuna sehemu hautafika. Mnaongezaje uwe ability to maneuver? Mungu akamwambia, ongeza kiwango cha maombi. Ongeza nidhamu za kiroho. Ili uweze kupenya, ili uweze kufika sehemu ambazo Mungu amekusudia ufike, lazima uwe na uwezo wa kupenya. Ukitaka upite sehemu zenye milango tu, milango iko michache sana. Hata hapa kwenye hili jengo lenyewe milango iko miwili. Madirisha ndo mengi. Hivi unaweza ukapita hapo dirishani?
Kwa hiyo inabidi uwe mwepesi kiasi kwamba unaweza ukapita sehemu ambayo haina mlango, kwa sababu kimsingi wewe unahitaji mlango. Unahitaji tu nafasi ya kukutosha wewe kupita. Sio lazima uwe mlango. Kwa huo uwezo sasa wa kunyumbulika unaopata kwenye maombi. Mtu ambaye ni mtu wa maombi, mtu wa mikesha, mtu wa mifungo, ni mtu ambaye hazuiliki. Ni mtu ambaye anaweza kaa hakuna mtu anayemfahamu, lakini bado akaenda sehemu ambazo watu wenye connection hawawezi kwenda. Huo ndio uwezo ambao unajengeka. Kuna mtu ambaye neno la Mungu linamsaidia mchana leo. Biblia inasema hivi, mtu mwingine ambaye alikuwa unstoppable, nataka nikuonyeshe mfano mwingine mmoja. Mtu mwingine ambaye alikuwa unstoppable ni mtu anaitwa Mordekai. Mtu ambaye anaitwa Mordekai. Mordekai kuanzia unakutana naye yuko katika hali ya maombi. Kwa mfano unasoma Esther 4 mstari wa kwanza. Esther 4 mstari wa kwanza inasema, basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizirarua nguo zake, akajivika magunia pamoja na majivu. Yaani yuko kwenye atmosphere ya maombi, atmosphere ya unyenyekevu, atmosphere ya kujishusha. Akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti ya uchungu. Mordekai. Mara ya pili unakutana na Mordekai. Kabla hapa Mordekai unakutana naye anakataa kumwabudu Hamani. Anakataa kuziabudu system za kidunia. Hamani pale anawakilisha system za kidunia. Kwa hiyo ingekuwa ni siku za leo, anaambiwa atoe rushwa, anakataa. Anaambiwa compromise, anakataa. Anachagua kumwishia Mungu. Unajua Biblia inasema kuhusu Yesu Kristo. Unajua Yesu alipewaje upako kuliko ndugu zake? Biblia inasema kwa sababu umependa haki na kuchukia uovu, Bwana Mungu amekupaka mafuta kuliko ndugu zako. Kilichomfanya Yesu akawa na upako kuliko ndugu zake ni kwamba alikuwa amechagua kupenda haki na kuchukia uovu. Kupenda haki na kuchukia uovu. Kila mara unapochagua haki ukakataa uovu, unakuwa umepractice nidhamu ya kiroho. Unakuwa umeongeza uwezo wako wa kutokuzuilika. Biblia inasema, kwa hiyo unakutana na Hamani anakataa dhambi, anakataa kuishi maisha ya uovu. Unakutana na Hamani yuko kwenye atmosphere ya maombi. Halafu baadaye sasa, nataka uje uone sasa wa mataifa wenyewe. Watu wenyewe wa duniani wanakuambia Hamani hazuiliki. Njoo hapa twende tuone Esther 6 mstari wa 13. Esther 6:13. Esther 6:13 inasema, basi Hamani akawasimulia Zereshi mkewe na rafiki zake wote kila neno lililompata. Hapa ni baada ya Esther sasa kuwa ameshaenda kwa mfalme, afu Hamani ameenda pale ameharibu. Amekimbia sasa anaenda nyumbani kwenda kutoa ripoti. Hapo ameshasimamisha mti mbele ya nyumba yake pale. Alifikiria anakuja kumning'iniza Mordekai. Sasa sikiliza hapa kinachofuata mstari wa 13. Kisha watu wa nyumbani mwake wenye hekima, nyumbani mwa Hamani sasa, na Zereshi mkewe Hamani, wakamwambia, ikiwa huyu Mordekai ambaye umeanza kuanguka mbele yake ni wa uzao wa Wayahudi, wewe hutamweza, bali kuanguka utaanguka mbele yake. Yaani kwa kifupi wanamwambia kama huyo unayemwongelea ni Mordekai, mtu wa Mungu, mtu wa nidhamu za kiroho, you don't have any chance. Utaanguka. Kuanguka wanamthibitishia kwamba kama ni kuanguka utaanguka mbele yake. Unajua kuna version yako wewe ambayo itazirithi baraka za Bwana. Kuna version yako ambayo Mungu anaitafuta ili zile baraka zote ambazo Mungu amekuahidi ziweze kutimia kwenye maisha yako. Sasa hiyo version inakuhitaji wewe pia ufanye kazi. Mungu atafanya nafasi yake, lakini pia inakuhitaji na wewe ufanye nafasi yako. Ushirikiane na wewe. Je, Biblia inasema Mungu anafanya kazi pamoja na sisi katika kutupatia mema. Mungu hafanyi kazi peke yake. Kwa hiyo ukimpa ushirikiano kupitia nidhamu za kiroho, Mungu anakutengeneza sasa. Unakuwa ile version ambayo anaitaka, ambayo ataitumia kufanya makusudi yake. Kufanya makusudi yake hapa duniani. Naomba tusimame.